Na hii ni sehemu ya 108 msikilizaji, sehemu pekee ambapo tunakutana hapa kufahamu yapi yanayoendelea kwenye hii simulizi ya Hamza, na ni simulizi pekee ambayo inapatikana hapa tu, simulizi ambayo si masuala ya mahusiano lakini na kufungulia namna dunia ilivyo na namna ambavyo wewe msikilizaji unaweza ukafahamu nguvu zako za asili zilivyo. Huenda ukawa una power nyingi sana lakini wenyewe ufahamu ama hujajua namna ya kuzitumia. Ushawahi kusikia kuna kitu kinaitwa aura? Sasa hicho kuna namna kukiboresha na ukawa na nguvu zaidi na ukafanya mambo ambayo yanazidi kukuletea mafanikio katika maisha yako. Sasa hapa tumekutana kufahamu ya kwamba Hamza kuna picha ambayo alipewa na huyo mwanamke, na Hamza baada ya kuiangalia alishtuka sana. Sasa tunajiuliza huyu mwanamke ni nani, kwa sababu tukirudi dakika chache nyuma ni kwamba Afande Simba na Musiba, tunafahamu kwamba Msiba kwa dakika hii tunavyojua Musiba ndio babake Hamza, Afande Simba ni baba mdogo kwa Hamza. Sasa je, Hamza anajua la ula? Sasa walikuwa na hofu sana Hamza kufunga safari kwenda kule kufahamu jamaa ambaye alikuwa yupo nyuma ya yule muhindi ambaye alikuwa anataka kuchukua kituo cha watoto yatima. Kwa hiyo sasa akawa ameenda huko nje ya nchi. Sasa hawa wakawa wanaofia sana kwamba huko anakoenda kukutana naye ni mtu ambaye ni mwenye nguvu sana, kwa hiyo inaweza kaleta athari kubwa sana. Na huyo sasa anaenda kukutana naye pia kuna mwanamke ambaye hawa wawili Afande Simba na Afande Musiba hawataki Hamza akutane naye huyo mwanamke, wakihofia kuna jambo linaweza likatokea ambalo jambo hilo Hamza halijui ila wao wanajua. Sasa mimi na tukabaki kulizana, huyu mwanamke ndio mama yake Hamza? Kwa sababu baada ya Hamza kupewa picha alishtuka, na baada ya Hamza kukutana na huyo mwanamke, Hamza ni kama kumbukumbu zinamwambia alishawahi, hisia zinamwambia alishawahi kumuona. Tusonga mbele, langu jina Lucas Lumba msikilizaji. Picha linaanza ni kwamba baada ya Hamza kupewa ile picha ilikuwa ni rahisi sana kuelezea. Katika picha hiyo alionekana kijana mdogo aliyekuwa amesimama kando ya ua akiwa na tabasamu pana, na alikuwa ameangalia uelekeo wa kamera. Ilikuwa ni picha zamani sana ambayo Hamza hakuwahi kuona, lakini kwa kuangalia sura ya kijana huyo kijana mdogo alitambua kama ni yeye. Kutambua hiyo sura alitambua kwamba ni yeye. Kwa muonekano wake ilionekana wazi ilipigwa kabla ya kurudiwa na fahamu akiwa kituo cha kulelea yatima pale Morogoro. Ikumbukwe kwamba Hamza hakuwa na kumbukumbu za kutosha kujua nini kilichotokea mpaka akawa kituoni. Alijikuta tu kituoni, haelewi, yani kuna kumbukumbu zingine zilikuwa zinapotea kwenye kichwa chake, ila hakuwa na kumbukumbu za kutosha. Yeye alijikuta tupo kituoni. Kumbukumbu zake za utotoni zilianzia pale kituoni hadi alipohamia nje ya nchi. Sasa Hamza akauliza kwamba wewe, kwa nini una hii picha ambayo hata sijui? Aliuliza Hamza huku mapigo yake ya moyo yakienda kasi, akitarajia kwa haraka bwana wa kifo kumpatia jibu. Yule mwanamke wa kizungu alivuta pumzi na kuzishusha, kisha akasema, samahani sana, nimechelewa kukupata. Hamza akauliza, umechelewa kunipata? Ulikuwa ukinitafuta ama? Aliuliza Hamza kwa mshangao. Kisha Hamza akauliza, uwe ni nani? Mwanamke aliyeitwa Kifo alikutanisha mikono yake kwa nguvu, akavuta pumzi na kuzishusha, kisha akasema, Hamza. Alimuita tu kwa jina la Hamza. Awamu hiyo mwanamke huyo aliacha kumuita Hamza Lucifer. Tunafahamu alikuwa anamuita Lucifer, ila kwa sasa anamuita jina lake la kawaida Hamza. Sasa yule mwanamke alivuta pumzi na kushusha, kisha akasema ya kwamba najua itakuwa ni ngumu kwako kukubali, ila mimi ni shangazi yako, mama yako ni mdogo wangu. Aliongea kijitanabahisha kwamba yeye ni mama mkubwa kwa Hamza. Kauli hiyo ilimshangaza Hamza kweli kweli, kwamba shangazi, dada yake mama yangu, moja ya wanachama wa ndani kabisa wa umoja wa Armageddon Shakiamun. Sasa Hamza alishindwa kujizuia, hakujua muda huo acheke ama alie. Hamza akasema, Madam Kifo,
Hivi nitawezaje kukuamini kama kweli wewe ni shangazi yangu kwa kutumia hiyo picha pekee? Hamza hakuwahi kuona ndugu yoyote wala kusikia fununu za uwepo wa ndugu upande wa mama yake tokea azaliwe. Sasa ghafla tu anatokea ndugu upande wa mama yake, tena akiwa mfuasi wa mfalme wa maangamizi. Ilikuwa ni vigumu sana kwake kukubali mara moja. Madam Kifo alionekana kuelewa kuwa Hamza hawezi kukubali kirahisi. Akasema tena huko sasa akitoa kitu kingine na kukiweka mbele yake. Ilikuwa ni picha nyingine ya zamani pia. Katika picha hiyo walionekana wanawake wawili wamesimama kwenye pose. Mmoja akiwa mzungu na mwingine Mwafrika. Hamza mara baada ya kuangalia picha hiyo na kumtazama mwanamke aliye mbele yake, aliona walifanana kabisa. Sasa Hamza akasema ya kwamba hii picha inaonekana ni yako, ila huyu mwingine ni... Madamu wa Kifo akasema ya kwamba muangalie vizuri, angalia pia alichoshikilia mkononi mwake. Alongevu Madam Kifo. Sasa Hamza alipomtazama yule mwanamke kwenye picha, aliona mkononi mwake kulikuwa na mkufu wenye kidani kama medali. Ghafla alishangaa kwa sababu medali hiyo ndio alikuwa nayo tangu akiwa kituo cha Foot, na hata baada ya kuondoka kwenda nje ya nchi aliendelea kuwa nayo hadi aliporudi Tanzania. Ndio kitu pekee ambacho aliamini pengine kingemfanya kutambua wazazi wake. Basi kwa sauti ya majonzi kidogo, huyo mwanamke ambaye ni shangazi sasa kwa Hamza, tunamjua kwamba ni shangazi yake na Hamza, akasema kwamba huyo mwanadada anaitwa Jennifer Chakwe. Picha hiyo alipiga mama yako, na hicho kidani kilikuwa chako. Ulivalishwa katika sherehe ya kuzaliwa kwako, lakini ukakidondosha, na Jennifer alikiokota kwa ajili ya kukuvalisha tena. Mimi ndiye niliyekinunua kama zawadi kwako. Nilipokuwa nje ya nchi, mama yako aliniandikia barua na kuniambia kwamba mpo hatarini. Aliniomba nije nikuchukue kwa ajili ya kukupeleka nje ya nchi. Hata hivyo, mara baada ya kufika Tanzania kwa ajili ya kukutafuta, sikuweza kuwapata wewe, Jennifer na mama yako. Aliongea kwa kitabasamu kwa uchungu. Kisha akaendelea kusema ya kwamba nadhani unajua pia uhusiano kati ya watu wa uungu wa kale na nguvu ya Shakyamuni Armageddon. Hivyo nilishindwa kukaa muda mrefu Tanzania kukutafuta, nikaondoka. Hamza alishikilia picha ile mikononi mwake akiwa kimya kwa muda. Kisha akatingisha kichwa. Akasema kwamba bado ni ngumu kuthibitisha kuwa wewe ni dada wa mama yangu mzazi. Isitoshe, kwa uwezo mkubwa wa mtandao wa Armageddon, ingewezekanaje kushindwa kufanya uchunguzi wa kina na kujua nilipo? Shangazi akajibu ya kwamba uchunguzi wa chini chini uliendelea, na hata nilipata taarifa juu ya uwepo wako katika kituo cha Foot, lakini nilipatwa na kadhi iliyonichelewesha kufika haraka. Nilipotembelea kituoni haukuwepo tena. Nimekuwa mfuasi wa Armageddon kwa muda, lakini daraja langu lilikuwa la chini na lilinifanya nisiwe na nguvu za kutosha kutuma watu maeneo yote ndani na nje ya nchi kukutafuta. Kwa hiyo miaka michache iliyopita, baada ya kupanda madaraja na kuwekeza rasilimali nyingi kukutafuta, ndipo nilipoweza kuthibitisha kuwa wewe ni mtoto mdogo wangu. Sasa ngoja nikuulize kitu. Umesema ulikuwa busy kupanda madaraja. Kwa hiyo sasa hivi upo daraja gani? Maana kwa ninavyojua Captain Oleg yupo nafasi ya 19 kutoka mwisho. Nina shauku kujua nafasi yako. Madam Kifo ni ipi pia? Unahisi wasiwasi kwamba ni siwezi kuwa na uwezo hata wa kuongea mbele ya mfalme wa Armageddon? Sio na shaka. Ingawa sichukuliwi kama kiongozi wa karibu zaidi wa mfalme wa maangamizi, bado nipo daraja la juu kabisa. Nafasi yangu katika nguvu ya Armageddon Shakyamuni ni ya 6. Nadhani ni mbali sana kulinganisha na ya Captain Oleg. Namba 6? Hamza alijikuta akipigwa butwa. Ndio maana haishangazi kuhisi mwanamke huyo ni wa kutisha licha kuonekana kawaida. Kwa hiyo unasema umetumia zaidi ya miaka 10 kufikia nafasi ya 6. Kwa ninavyojua asilimia kubwa ya watu waliopo chini ya Armageddon na wenye nguvu ni wazee wa miaka zaidi ya 100 kama sikosei. Lakini Madam Kifo, kwa nini nahisi kama nashindwa kuamini unachoongea? Huenda huna uelewa wa kutosha juu ya mafunzo ya umajisi katika taasisi yetu.
Katika shule zetu kila mmajisi hufunzwa na mwalimu mmoja au zaidi. Ikiwa mwalimu wa wanafunzi akifariki, yani mwalimu wa mwanafunzi akifariki, basi mmoja kati ya wanafunzi wake mwenye uwezo wa juu hurithi nafasi yake. Katika mafunzo ya umajisi, kinachoangaliwa zaidi ni uwezo na mtazamo, tofauti kabisa na mbinu za nishati na mapigano. Hivyo haishangazi kuona vijana wengi wakipata vyeo vikubwa ndani ya muda mfupi. Ukweli ni kwamba Captain Ologe ni miongoni tu mwa wanachama wazee zaidi. Kila kizazi cha rais mpya wa umoja, kama ilivyo kwa mfalme wetu wa sasa, ndicho hupambanua nafasi za wanachama. Yaani kwa lugha nyepesi, kila kiongozi mpya anaporithi madaraka, nafasi za wanachama hupangwa upya. Sasa ikitokea mwanafunzi akawa na nguvu zaidi ya mwalimu wake, basi mwalimu hushushwa chini na mwanafunzi anachukua nafasi yake. Sasa mimi ni mrithi wa mwalimu wangu aliyekuwa akikalia kiti cha cheo cha kifo. Sikumpindua, bali alinichagua mwenyewe kurithi nafasi yake. Ukweli ni kwamba mwalimu wangu yupo nafasi ya 4 kati ya wanachama wenye nguvu zaidi ndani ya umoja. Uwezo wangu haulingani naye kabisa. Hivyo ndio maana niliangukia daraja la 6 hata baada ya kurithi nafasi yake. Kumbe ndo ndakwaga hivyo. Aliongea Hamza huku akitingisha kichwa kuelewa. Alikumbuka pia mara ya mwisho alipokuwa na Oleg. Alisema kwamba Frederick, mtoto wa mfalme wa Udachi aliyemtaka kumwoa Princess Iram, naye pia ni mwanachama wa Magedon. Frederick alionekana kijana mdogo. Hivyo ilithibitisha moja kwa moja kwamba katika umoja huo wa majisi, nguvu hazikutegemea umri. Madam Kifo alikuwa na matarajio makubwa kutoka kwa Hamza. Akasema ya kwamba unaonaje Hamza, tukianza hivi, nina uhakika kwa nguvu ulizo nazo ndani ya umoja utakuwa na wa thamani ya juu sana. Sisi ni ndugu. Mimi siwezi kukudanganya. Kama utakubali kujiunga na sisi, Tanzania itanufaika maradufu. Tanzania bado ni nchi ndogo sana, inayoinuka katika teknolojia, lakini bado ina nguvu ndogo kimataifa na inategemea zaidi ushirikiano na mataifa makubwa kama Urusi na China. Hata hivyo haitoshi, ukiwa chini yetu moja kwa moja utakuwa kama kiungo sahihi kitakachoweka ulimwengu wa giza katika usawa. Na Tanzania itaendelea kusonga katika maendeleo ya teknolojia. Wananchi wake watanufaika na familia yako pia itakuwa salama. Hamza alishia kusikiliza maneno hayo, lakini ilionekana wazi hakuwa ameridhishwa nayo kabisa. Madam Kifo, sidhani mtu mkubwa kama wewe unaweza kuja kwangu na kisingizio cha kuwa dada yake mama. Mimi naamini unaweza kweli kuwa ndugu yake. Lakini nataka kujua imekuwaje wewe na mama mkatengana? Na mamangu kwa wapi? Na kama amefariki, nani kamuua? Maana hisia zangu zinaniambia kabisa mama yangu hakufariki kwa kifo cha kawaida. Hamza mara baada ya kuongea kauli ile, aliinua macho yake na kumkazia yule mwanamke. Kwa sababu umesema mama yangu ni ndugu yako, lazima pia utakuwa na taarifa za kutosha kuhusu yeye. Nahitaji unijibu hilo. Mara baada ya Madam Kifo kusikia kauli hiyo, mikono yake ilitetemeka huku macho yake yakibadilika kuwa mekundu. Kisha kwa sauti ya huzuni akasema kwamba kwa nini unaonekana kama mtu ambaye umejiandaa kulipa kisasi kwa ajili ya mama yako? Bado unamjali ile hali hukuishi naye muda mrefu? Nisikilize kwa makini. Swala la kujali lazima nijali, kwa sababu ni mama yangu alinizaa. Haijalishi alikuwa akinichukuliaje, ila tabaki kuwa mama. Nimefika Tanzania kwa kipindi kirefu sana, na nilijaribu kufanya uchunguzi kujua kuhusu hili, lakini bado taarifa zimekuwa ni ngumu sana kupatikana. Aliongea Hamza huku akikunja ndita. Madam Kifo alimtazama Hamza kwa sekunde kadhaa, kisha akainamisha kichwa chini kana kwamba alikuwa akifikiri. Na hatimaye akasema kwamba nimekuelewa Hamza. Kama mama yako angekuwa hai, angefurahi sana kuona kwamba unamtafuta na unataka kumjua. Hata hivyo Hamza, siwezi kukuelezea kila kitu juu ya mama yako na kilichomtokea. Ninachoweza kukuambia ni kwamba una adui mkubwa, lakini huu sio wakati wa kukuambia ni nani. Hamza kauliza, adui mkubwa? Kwa nini huwezi kuniambia? Kwa sababu ni kweli kama unavyohisi. Mama yako aliuliwa, lakini mtu aliyehusika na kifo chake ni mtaalamu wa level za juu kabisa kati ya watu wenye uungu wa kale. Kwa uwezo ulionao sasa hivi, haiwezekani kabisa kukabiliana na huyo adui. Ukiendelea kutokujua ukweli, basi utabaki salama kwa muda. Lakini ukijua ukweli, moja kwa moja utakuwa shabaha ya watu wa uungu wa kale.
naweza kusema kama ukweli upo tayari kujua ukweli, labda ni mpaka nijiunge na mmoja wenu, si ndio? Yaani unataka niingie kwanza kwenye kambi yenu ndipo uniambie siri zote za maisha yangu utotoni, si ndio? Ndio. Mimi nazingatia zaidi usalama wako. Isitoshe wewe ni mtoto wa mdogo wangu ambaye aliweka rehani uhai wake kwa ajili ya kukufanya uendelee kuishi. Hamza kusikia hivyo, macho yake yalichanua. Pale akaongea huku akitabasamu kwa kicheko hafifu. Madam Kifo, haijalishi kama wewe ni shangazi yangu au la, bado na mashaka kama kweli wewe ni mtu mwenye nguvu za kutosha ndani ya Armageddon. Kwamba unamaanisha nini? Umekuwa ukisema wewe ni ndugu yangu, lakini wakati huo unakataa kuniambia kweli. Hivi unadhani kwa uzoefu wa maisha niliyopitia nitaweza kutupa maisha yangu kijinga kwa ajili tu ya kulipa kisasi? Kwangu mimi inaonekana wazi hapa unajaribu kutumia taarifa za mama yangu nisizozijua ili kuniingiza kwenye moja Armageddon. Kama kweli nia yako ni njema na mimi, yani nia yako ni njema ya mimi kujiunga na moja huu, singekuwa bora ungeniambia kwanza kinagaubaga adui zangu nani? Mfano, kama ukiniambia adui wangu ni jemadari, basi moja kwa moja mimi najua sitomweza. Kwa uwezo alionao, hata nikijifunza kwa miongo mingi, sidhani kama nitafikia daraja la kumpiga kwa shambulizi hata la kubatisha. Kama ni hivyo, si nitakuwa yari tu kujiunga na Armageddon Shakyamuni kwa ajili ya kulipa kisasi. Lakini sasa hivi unaniambia kwamba adui wangu ni mmoja wa watu wenye uungu wa kale, lakini bado unakataa kuniambia ni nani kati yao. Sasa hii imenifanya nifikirie na kujiuliza, au pengine wewe ni shushushu wa watu wa uungu wa kale waliokuingiza ndani ya Armageddon Shakyamuni, na sasa unanijaribu kuona kama naweza kuungana na mmoja, si ndio? Mara baada ya Hamza kusema hayo, alinyanyua kikombe cha chai, akanywa funda moja, kisha akatingisha kichwa. Yaani kwa maneno yako tu nimeshindwa kuona nia yako dhati ya kutaka nijiunge na familia yako. Hamza, naona unafikiria mbali sana. Kama kweli ningekuwa shoshosho wa watu wa uungu wa kale, ningetumia kila aina ya mbinu kukufanya ukubali kujiunga na Armageddon. Sidhani kama kungekuwa na haja ya kuzunguka hivi. Kweli. Sasa kwa nini usiniambie kila kitu kuhusu wazazi wangu walionizaa? Yaani unataka nijiunge kwanza na umoja wenu kabla ya kuniambia, au ni kwa sababu unajua nikijua ukweli kwamba naweza kukataa kabisa kujiunga na umoja wa mfalme wa maangamizi, si ndio? Alisema Hamza, kisha akashusha sauti yake chini. Usiniambie kwamba ni kwa sababu ya mimi pia nina damu ya urithi wa uungu wa kale. Madam Kifo mara baada ya kusikia hivyo, alisinyaza macho yake huku akivuta pumzi na kuishusha. Akauliza kwamba wewe unajua kwa kiasi gani kuhusu asili yako? Mara baada ya kuona mabadiliko ya mwanamke huyo, Hamza alijikuta akipata uthibitisho wa hisia zilizokuwa moyoni mwake. Hisia zake ziliingia katika mkanganyiko mkubwa kuliko mwanzo. Alihisi maisha yake yanaweza kugeuka kuwa ya kutatanisha kuliko alivyojiwazia. Mshinikizo aliohisi muda huo ulimfanya aogope hata kujua ukweli wote, kwa sababu pale ambapo ataujua atajikuta anaingia katika hali ya dilema kwa kushindwa kuchagua upande wowote, kwa sababu upande wowote anaoweza kuchagua unaweza kuwa mzuri, lakini vile vile unaweza kuwa na ubaya sawa na uzuri aliofikiria. Sasa Hamza akasema kwamba mimi ndio nimeuliza ili unijibu shangazi. Kwa nini unanitupia tena swali? Madam Kifo alijikuta akikuepesha macho yake kuangaliana moja kwa moja na Hamza. Kisha akasema kwamba Hamza, najua utakuwa na hali ya mashaka makubwa kwenye moyo wako, lakini sina nia mbaya kwako. Kama utajihisi kudanganywa mara baada ya kujiunga na sisi na kutaka kuondoka, basi na kuhakikishia mlango utakuwa wazi kwako. Hivi nadhani hilo linawezekana? Kama nitajiunga na umoja wako, basi moja kwa moja nitakuwa nimejitenga na watu wa bara la Afrika, na itakuwa ni ngumu kwangu kanyaga Tanzania tena. Haijalishi nimetoka au bado nipo ndani ya umoja wenu. Alafu pili, mimi sio mtu ambaye naweza kuvunja ahadi za maneno yangu mwenyewe. Yaani kama nikichagua kuungana na nyie, basi moja kwa moja siwezi kuja kuwasaliti na kutaka kuondoka. Hivyo ndio maana napaswa kuwa makini sana kabla kufanya maamuzi. Madam Kifo mara baada ya kusikia hivyo, alishia kutingisha kichwa chake kwa namna kwamba alikuwa anamuelewa. Najua kwamba kwa taarifa ulizokuwa nazo za ushahidi uliopo,
itakuwa ni ngumu kwa wewe kukubali mwaliko wangu, lakini siwezi kukulazimisha pia. Unapaswa kukumbuka kitu kimoja. Usije ukawaamini watu wa uungu wa kale. Watu wa Sleeping Lions wala Malibu. Hao ndio maadui zako. Watu walioshirikiana kusababisha kifo cha mama yako na wewe kupelekwa nje ya nchi na kupitia mateso makubwa. Mlango mmoja wetu wa Magedon upo wazi kwa ajili yako muda wote. Kama siku ukiingia katika migogoro na hao watu, nitafute na nitafanya kile liwezekanalo kwa ajili yako. Mara baada ya kuongea hivyo, Madam Kifo alitoa kadi na kisha akampatia Hamza. Kadi hii na mawasiliano yangu ya moja kwa moja. Sisi ni familia, hivyo hakuna haja ya kuzunguka wakati wa kunitafuta. Hamza alijikuta akiangalia hali ya nia ya dhati katika macho ya mwanamke huyo na kuhisi moyo wake ukianza kufurukuta. Hamza aliishia kutingisha kichwa chake. Okay. Asante sana, Miss Lord of Death. Ingawa sijaona kosa kwa mimi kwenda mbali na kuua watu wa moja Black Trinity, lakini umeniokoa katika hili kwa kuniepusha na kadhia kubwa. Kwa hili unandai fadhila. Haijalishi wewe ni shangazi yangu au mamdogo, angalau nipo tayari kukuahidi kitu kimoja. Sitoungana na upande wote kati yenu mpaka pale nitakapojua ukweli wote kuhusu maisha yangu ya utotoni. Najua kwamba upande wote nitakaochagua pindi vita itakapotokea kutakuwa na kafara nyingi sana. Hivyo nikifikia hatua hiyo, kitu pekee nitakachofanya ni kutuliza moyo wangu na kufikiria kipi ni sahihi kufanya kwa ajili ya kulinda watu wangu. Mara baada ya Hamza kuongea hivyo, aliinua kipande cha keki kwenye sahani na kushindilia mdomoni. Kisha alitoka eneo la ukumbi huo akiwa anatafuna. Ni mpaka pale Hamza alipoonekana kutoka kabisa nje ya viunga vya jumba hilo. Bwana wa Kifo alijikuta akitoa pumzi kubwa kama mtu ambaye alikuwa akijitahidi kwa kiasi kikubwa kuzuia hisia zake. Alijikuta akiweka mikono yake usoni huku michirizi ya machozi ikionekana kabisa usoni mwake. Na kila sekunde iliyopita akionekana kabisa kulia kwa kwikwi. Basi aliongea huku akiita jina la Hamza, huku akiinua picha ile ya Hamza akiwa mdogo na kisha kusema kwamba I'm sorry Hamza. Mara baada ya dakika 10 kupita, mwanamke mwenye mavazi ya kihudumu aliyempokea Hamza aliingia eneo hilo. Hakuthubutu kabisa kumwangalia bwana wake aliyekuwa na machozi. Na kwa heshima na adabu ya hali ya juu, aliongea akasema kwamba Lord Death, Mr. Hinjuta request an audience. Alimaanisha kwamba Hinjuta anataka kuonana naye. Kifo alishia kuvuta pumzi nyingi na kisha pale pale muonekano wake ukarudi kawaida. Hakuonesha ishara yoyote kabisa kwamba alikuwa akilia. Kwa hiyo alishia tu kuondoa zile picha juu ya meza, kisha akaongea kwa namna yake ya hadhi kubwa akisema kwamba let him come over. Sasa ni dakika kama moja tu hivi, alionekana mwanaume wa makamo aliyevalia mavazi ya kitamaduni ya Kihindi, mwenye mwili uliojaa afya njema licha umbo lake la ufupi na unene kiasi, ila alikuwa na ule muonekano wa kitajiri. Bwana huyo ndiye aliyefahamika kwa jina la Hinjuta Pandel au Boss Pandel, moja ya matajiri wakubwa ndani ya bara la Asia. Inasemekana ndiye tajiri mkubwa duniani ambaye alikuwa na watoto wengi mno na wote kuwa nao karibu. Basi bwana huyo naye alizungumza kwa heshima akisema kwamba Lord Death, mimi mtumishi wako nimefika hapa haraka mara baada ya kusikia mfalme wa kuzimu Lucifer ameondoka. Swali langu ni kutaka kujua ni kwa namna gani hili swala linaisha. Aliongea bwana huyo ambaye hakuwa na viatu, miguu akiwa katika heshima kubwa sana. Sasa Madam Death akasema kwamba hili swala limeisha, endelea na mambo mengine. Mara baada ya kusikia kauli hiyo, Hinjuta alijikuta akikunja sura na kisha akasema kwamba lakini Lucifer kamuua mtoto wangu. Maninja wa Bafudil wameua ndugu zangu na viongozi wa umoja. Kama nisipotoa maelezo ya kutosha kwa watu wa umoja, sidhani kama watanielewa na itakuwa ni ngumu kwao kukubali hili lipite bila kufanya chochote. Basi Madam Kifo akasema kwamba kama wamekufa tunaweza kuweka viongozi wengine waliopo hai. Kuhusu mtoto wako aliyekufa, sidhani kuna haja ya kuingia kwenye mambo mengine yasiyo na ulazima. Istoshe unao watoto wengi tu wanaoweza kuchukua nafasi yake. Ilikuwa ni kosa lake kutokutii maneno yako na kuingiza umoja wote matatizoni. Nadhani uchukulie Black Trinity kama umoja wa familia yako, si ndio?
aliuliza akiwa na ukauzu. Mara baada ya kusikia kauli hiyo, Hinjut mwili wake wote ulikakamaa huku akimeza mate kwa wakati mmoja. Macho yake yalionyesha kuwa na hali ya mshangao. Sasa Hinjut akasema kwamba Lord Death, tafadhali naomba uniruhusu mimi mfuasi wako kuuliza swali moja. Kwa nini unaonyesha ukarimu mkubwa mno kwa Inferno? Yule Asmantis wa Buffalo hana uwezo mkubwa hata kidogo. Hata kama Lucifer mwenyewe akiingilia, hawezi kukushinda wewe bwana wa kifo. Kwa nini tunakubali kuingia hasara pasipo ya kuongea chochote? Aliongea Hinjut akionekana kutokuwa kabisa tayari kukubali. Sasa Madam Kifo alishia kujimiminia chai kwenye kikombe na kisha akanywa kidogo na kusema kwamba kwa hiyo nadhani ni kipi kifanyike ili kuwaridhisha wanachama wa umoja? Mara baada ya kuulizwa swali hilo, alionekana kuwa na furaha kubwa. Na pale Hinjut akasema kwamba mimi mfuasi wako naona kabisa hili swala ni jepesi. Naona kama tukitengeneza shida ndani ya serikali ya Tanzania na kuathiri hali ya uchumi wao, lazima itampelekea Hamza kuwa na mgogoro na serikali. Ikifikia hatua hiyo, Hamza atageuka kuwa adui wao bila ya sisi kufanya chochote. Ataishia kushindwa kuvumilia tu, lakini hata akijua sisi ndio wahusika kwa sababu hakuwezi hatafanya chochote. Matokeo yake ataishia tu kuchukua wanawake wake na kuondoka Tanzania. Akiwa nje ya nchi, iwe tutake kumuua au kumfanya chochote, itakuwa kuna njia nyingi tu tena rahisi. Mara baada ya Madam Kifo kusikia hivyo, alishia kuongea akiwa na tabasamu lisilokuwa tabasamu. Ushawahi kuona sura ya mtu anatabasamu lakini sio tabasamu? Madam Kifo akasema kwamba Hinjut, wazo lako ni zuri sana. Sasa muda ule mara Hinjut alionekana ukakamaa, huku macho yake yakichanua kwa namna ya kukodoa, na haraka sana alishuka chini na kupiga magoti na kusema kwamba Master Death, sikuwa na nia kutumia nguvu zako. Kama hujaridhishwa na hili, nitaliacha mara moja na kutokulizungumzia tena. Madam Kifo aliinuka na kisha aligeuka na kuangalia upande wa nje, na kisha akamwambia Hinjut bila kugeuka, akasema kwamba nadhani kwa familia yako ya Pandel kuwa viongozi wa umoja wa Black Trinity kwa miaka 30, mmeanza kuona ni umoja wa familia yenu, si ndio? Tajiri Pandel akasema hapana. Alijikuta akitokwa na jasho la ubaridi. Alianza kusujudu. Akasema, Lord Death, sisi ni watu wadogo sana ndani ya nguvu ya Mageddon. Hatuwezi kabisa kuwa na mawazo aina hiyo. Basi Madam Kifo akasema kwamba kupotezea ukweli wa kwamba ushawishi wa Inferno kwa sasa kimataifa ni mkubwa kuliko hata wa Mageddon, na kuwa na mashirika matatu ya daraja A chini yao, na kuwa umoja wenye nguvu namba 1 katika ulimwengu wa giza. Haijalishi sisi au watu wa serikali zinazopingana na sisi duniani, wote tumeweka juhudi kutaka kuwavutia upande wetu. Lucifer ni mtu ambaye hata Mageddon mwenyewe hajathubutu kumgusa na kuisha kutengeneza sababu za kwenda naye sambamba. Ila wewe Hinjut, nani kakupa ujasiri wa kutaka kutumia nguvu yetu kwa ajili ya kushindana na Lucifer? Hinjut mwili wake wote ulilainika, huku jasho jingi likimtoka usoni kama ananyeshewa na mvua. Kusikia sentensi ya kwamba Lucifer ni mtu ambaye hata Mageddon mwenyewe hajathubutu kumgusa na kuishia kutengenezea sababu za kwenda naye sambamba. Basi Hinjut akasema kwamba Master Death, nilikosea. Sitothubutu tena kuwa na mawazo ya namna hii tena. Tafadhali naomba unisamehe. Madam Death akasema kwamba umesema kwamba unataka kuwashawishi watu wa nchi yako. Nadhani upo sahihi. Unaonaje tukifanya hivi? Kwa sababu unajali sana kuhusu umoja wa Black Trinity. Nadhani mkiendelea kuwa kama viongozi wa umoja, amani itakosekana. Lakini vipi tukiweka familia nyingine yenye nguvu kuchukua nafasi yenu? Nadhani kutakuwa na matatizo, si ndio? Mara baada ya Hinjut kusikia hivyo, alijikuta akiogopa kiasi kwamba uso wake ulifubaa, na alijikuta akilia akiomba huruma. Ni sentence tu ambayo hatahitaji elimu nyingi sana. Hata kama upo kazini, uambiwa kwamba vipi kama tukiweka mtu mwingine kwenye nafasi yako, si itakuwa ni poa sana. Sasa akasema kwamba Deathlord, mimi mtumishi wako, sikujua ninachoongea na nimekosea sana. Siwezi kuthubutu tena Hakumaliza hata sentensi yake iliyokuwa imeanza kuingiwa na kitete na kigumizi. Kabla hata hajamaliza kauli yake, mara ghafla sauti yake ilishia njiani.
Ni muda ule ule hali fulani ya mvuke ilionekana ikitoka kwenye mwili wake wa Hinjuta na kudondoka chini akiwa hana uhai, huku akiwa amekodoa macho pekee. Tukio lote hilo la kupoteza uhai lilitokea kimya kimya, kama vile hakuna alichokuwa amefanya. Na mtu alishapoteza uhai. Ni sekunde chache mhudumu alifika katika eneo hilo na kisha alionyesha heshima mbele ya bosi wake. Na kisha alishika miguu ya maiti ya Hinjuta na kuiburuza kutoka nayo hapo ndani kwenda nje. Kifo ambaye aliua mtu bila kugeuka alionekana kutokuathirika kabisa na kifo hicho. Bado alishia tu kusimama akiangalia bustani, huku ikionyesha akili yake ikijawa na mawazo mchanganyiko. Dakika chache mbele, sauti ya kuvuta iliweza kusikika kutoka nje, ikisema ya kwamba kwa nini hukumwambia ukweli? Kifo alionekana kujua uwepo wa mtu huyo, hivyo hakujaribu hata kugeuka wala kujibu chochote. Ni muda ule alionekana bwana wa kizungu aliyebarikiwa muonekano wa kitanashati mno, akiwa na nywele zake za rangi ya dhahabu mrefu hivi, aliyevalia kama mwanasiasa wa kimagharibi. Hadhi aliyokuwa akisambaza haikuwa ya kawaida, mtu anayeweza kuipata kwa heshima pekee. Mara baada ya kuona bwana wa kifo hakujibu swali lake, yule mwanamume aliendelea kuongea akisema ya kwamba hauna deni lolote kwake. Tunazungumzia mrithi wa damu ya uungu wa simba na joka hapa. Ni rahisi zaidi kumtambua mapema kabla ya wao. Basi Madam Kifo akasema kwamba Frederick, hili ni swala langu binafsi, sitaki unifundishe cha kufanya. Basi Frederick Mdachi akasema kwamba mimi nafanya hivi kwa sababu nakujali. Nadhani unajua ninavyokuchukulia kama mtu muhimu zaidi kwangu ulimwengu mzima. Nashindwa kuvumilia kukuona ukiwa na huzuni. Aliongea Frederick Mdachi. Mwanamke yule mrembo wa kizungu aligeuza uso wake na kumwangalia Frederick, na kwa namna fulani hivi alionekana kulainika. Akasema kwamba Frederick, nipo sawa. Nashindwa tu kujua namna ya kumuelezea kila kitu kuhusu mimi. Ingawa kuna sehemu ndani yangu inayonilazimisha kufanya hivyo. Lakini naujua udhaifu wangu mwenyewe na makosa yangu. Isitoshe, sidhani kama itakuwa vizuri kujua ukweli wote kwa sasa. Frederick akasema, naona unafikiria kila kitu kwa ajili yake bwana. Lakini pia unapaswa kufikiria kila kitu kwa ajili yako. Hauna deni lolote kwake. Kama akiendelea kuishi Tanzania, muda wote atageukia upande wa ukoo wake. Ikifikia hatua hiyo, atakuwa sehemu ya kundi la watu waliokutenda mabaya iliyokuumiza wakati ule. Na ataumiza moyo wako kwa mara nyingine. Usisahau ni mtoto wa nani. Baada ya Frederick kuongea hivyo, akaambiwa Frederick, kaa kimya. Najua haujaridhika kwa kitendo chake cha kuvunja ndoa yako na Princess Irami, lakini siwezi kuruhusu ukamwongelea vibaya. Basi Frederick akasema kwamba Irami desires. Aliongea Frederick huku akishindwa kujua acheke ama alie. Na alishia kuongea akisema kwamba Victoria, unaongea kuhusu nini wewe? Unajua fika sina hisia zozote dhidi ya Princess. Hata kama ni mkuu wa Adept kwangu sio kitu bwana. Mimi nilichofanya ni kutii maagizo ya Magaton. Victoria, hebu acha kujifanya ujui. Wewe ndiye umejaa moyoni mwangu. Wewe ndiye inatosha. Bwana wa Kifo alifoka. Akasema kwamba Frederick, sitaki kuendelea kusikia unaongea ujinga wako. Unapaswa kukumbuka ubini wako na pia ubini wangu vile vile. Usisahau kilichokufanya kuja mpaka hapa. Hivyo acha kabisa kuongelea swala la Hamza na mimi. Mara baada ya kuongea vile, pale pale alionekana kupukutika kama ukungu na kupotea mara moja. Isieleweke kaelekea wapi. Frederick, mwanamfalme mtanashati, alishia kusimama katika eneo moja pekee. Macho yake yalionekana kujawa na hali ya kutokukubali na chuki kwa wakati mmoja, na kusababisha uso wake kujaa mikunjo na kumfanya kutisha zaidi. Mnamkumbuka Frederick? Frederick huyu jamaa ndiye aliyetakiwa kumwoa Irami. Mnakakumbuka ka Irami ndo nani? Mr. Air. Ndo Irami mwenyewe. Ndo huyu jamaa sasa alitakiwa kumwoa Irami. Irami mwenyewe ndo hivyo kakimbilia kwa Hamza.
So Hamza mara baada ya kutoka kwenye jumba hilo la Madam Kifo, mara baada ya kupiga hatua chache tu, Asmantis alijitokeza mbele yake. Asmantis kwa tahadhari akauliza, bosi, uko sawa? Hamza alishia kutabasamu na alinyosha mkono wake kumshika Asmantis begani. Mchafu wa roho, kama kweli kuna tatizo, unadhani ningetoka nikiwa mzima? Anaongea Hamza na kumfanya Asmantis kuishia kukunja sura. Asmantis akasema ya kwamba, bosi, yule mwanamke ana nguvu kiasi gani? Yaani hisia zangu zinaniambia sio wa kawaida, lakini sikutarajia kama na wewe bosi humwezi. Umajisi ni aina ya mafunzo ya nishati ambayo unaweza kubobea kwa muda mfupi tu. Ni kama ushirikina au uchawi. Isitoshe kusema yupo nafasi ya 6 katika nguvu ya Magedon. Hivyo haishangazi kuona nguvu zake kuwa kubwa kunizidi. Bosi namba 6. Yaani Shakiamun ameenda mbali mpaka kuweka mtu wa daraja la 6 kwa ajili ya kusimamia Asia na Afrika. Sasa kipi cha kushangaza? Asia ni sehemu ambayo imejaliwa vipaji vikubwa hususan katika mafunzo ya nishati. Afrika ndio sehemu ambayo watu wenye uungu wa kale wamejificha. Hivyo ni maeneo muhimu sana. Bosi, mimi nimekuangusha katika hili kwa kushindwa kumuua Hinjuta. Haina shida kabisa. Kwa sababu mfalme mwenyewe wa Magedon hataki kunigusa. Basi hata kwa Hinjuta itakuwa hivyo hivyo. Asmantis alionekana kushangaa, lakini kwa sekunde mara baada ya kufikiria alionekana kuelewa kitu. Bosi, inaonekana mmoja wetu wa Inferno una thamani kubwa Hamza alishia kutabasamu tu, huku akijiambia moyoni, kama kweli yule mwanamke ndio shangazi yake, basi watu wa Black Trinity hawawezi kumfanya chochote kwa sababu tu amemuua mtoto wa Hinjuta. Ili hali kama umoja ni wao, maana yake wanaweza kubadilisha kiongozi muda wowote. Hata hivyo Hamza alijiuliza, kama kweli ndugu zake upande wa mama wana muunganiko na Armageddon Shakiamun, je, ni mtazamo gani atakuwa nao pindi atakapokuwa na nguvu ya Armageddon? Hamza hakupanga kuongea mambo hayo wazi. Kwanza hakuwa na uhakika kwa yeye mwenyewe, na pili hakuwa na maana yoyote kumuelezea mtu. Hakukuwa kabisa na maana yote. Mchafu, twenzetu bwana. Nadhani utakuwa na njaa kwa kutokula chochote. Tu mjini pale, tuelekee pale mjini center pale. Tukaangalia msosi, mimi nitalipia mimi. Twende. Ongea Hamza huko akitoa simu yake na kurequest Uber. Ndani ya muda mfupi baadaye, Hamza na Asmantis walikuwa ndani ya mgahawa wa hadhi ya juu ndani ya eneo hilo la Albarad na kuagiza chakula huku wakiendelea kuongea. Eneo hilo lilikuwa limechangamka. Isitoshe Dubai ni moja ya miji yenye watalii wengi sana. Hivyo uwepo wao hapo ndani haukutia mashaka kabisa na wakaonekana kama watu wa kawaida. Mara baada ya kuongea kuhusu masuala Buffalo juu ya kuajiri watu wengine kutokana na baadhi ya waliokuwepo kufariki, mambo hayo kidogo alimfanya Hamza kukumbuka zamani kidogo. Mara baada ya kufikia kwenye swala la Roda, Hamza alijikuta akipatwa na wasiwasi kidogo. Hivi Roda hajakutafuta? Huyu msana yani hajajua kabisa namna kudhibiti hasira zake. Kama asipoweza kujitoa kwenye kizuizi hiki cha hisia, itakuwa ni ngumu sana kwake kuweza kupanda level za juu za uninja. Haina haja ya kumpanikisha, bado ana miaka 20. Kama msichana ni kawaida kuwa na hisia za aina hiyo. Aliongea Hamza huku akilazimisha tabasamu na kisha akaendelea kuongea akisema kwamba tokea nikiwa mdogo nimekuwa mwenye kuishi kwa ajili ya kisasi, lakini nikaja kugundua siku zote msukumo wa kisasi unakuja na majanga ambayo yanakuachia makovu. Aliongea Hamza na Asmantis alitingisha kichwa na kisha akasema kwamba bosi, kama kuna uhitaji wa watu kwa ajili ya kumlinda shemeji, mimi naweza kutuma tu baadhi ya watu kuja. No, haina shida. Kwa sasa nina wasiwasi zaidi kuhusu hali alionayo Roda. Sijajua mpaka sasa ni wapi amekimbilia. Nilidhani kaja kuonana na wewe mwalimu wake. Kuhusu shemeji yako kwa sasa, ulinzi wake upo chini ya watu wa binamu. Yupo salama kabisa, wala usijali. Msikilizaji, ikumbukwe kwamba tokea Roda siku ile aambiwe ukweli kuhusu vifo vya familia yake na Afande Karume. Nadhani utakuwa unakumbuka alitokomea kusikojulikana. Bosi, mimi nadhani ingekuwa kipindi kile cha vita takatifu tungekuwa na connection na binamu. Tungepata msaada mkubwa sana na kusingekuwa na madhara makubwa, lakini sasa hivi maadui wengi tuliokuwa nao ni ngumu hata kwa binamu kufanyia uchunguzi. Una
unamaanisha kuhusu Armageddon Shakiamun? Mchafu, usifikirie sana. Kwa nguvu tulizokuwa nazo hatuwezi hata kujiita maadui kwao. Kwa sasa mbele ya Shakiamun na wanachama wake wote sisi dhaifu mno. Kwanza sasa ongea na comrade wetu wengine, waambie wapunguze misheni zao za kimataifa na kujikita zaidi katika mafunzo. Sawa boss, nimekuelewa. Basi mara baada ya wawili hao kula na kushiba, Hamza alishia kuagana na ndugu yake huyo na kisha alielekea moja kwa moja uwanja wa ndege kwa ajili ya kurudi Dar. Private jet mara nyingi zinakuwa na spidi kubwa angani. Safari ya masaa 4 mpaka 5 ilimchukua Hamza masaa 3 kamili mpaka kufika Dar es Salaam. Hamza mara baada ya kutua salama alimpigia Regina kumtaarifu amerudi salama. Hata hivyo hakuwa na mpango wa kwenda nyumbani. Alitaka kwanza kwenda Malamba Mawili kuangalia mazingira ya watoto kama ametulia. Mara baada ya kufika kanisani hapo, taa za vyumba zilikuwa zimekwisha kuzimwa, ikiashiria kwamba tayari watoto walikwisha kulala. Mara baada ya kufika kwenye bweni lililokuwa karibu kabisa na zilipokuwa ofisi za kanisa, aliweza kumkuta Priscilla akichomelea chandarua vizuri kwenye kitanda cha mmoja wa watoto aliyekuwa amelala. Mara baada ya kumuona Hamza akiwa amesimama mlangoni, Priscilla alishtuka kidogo na kuishia kutoa tabasamu lililopendezesha zaidi uzuri wake. Msikilizaji, ukweli ni kwamba Priscilla alionekana kupendeza zaidi mara baada ya kuachana na kazi za kampuni na kujikita bizi na mambo ya warfare. Ni kama kazi hiyo ilifanya roho yake kuonekana ya upendo zaidi. Hivyo nishati iliyokusanyika juu ya matendo yake ilifanya apendeze zaidi. Halikuwa kosa la marehemu Saidi Adamson kuwa na ukichaa wa kumtaka Priscilla kwa nguvu. Priscilla ni pisi, Priscilla ni mrembo na kana nguvu fulani hivi ya kutamaniwa kama waifu matilio. So Priscilla alishia kumpa ishara Hamza kumfuata kimya kimya mpaka kwenye ofisi ndogo ambayo iligeuzwa kuwa darasa. Muda huo walezi wengine walikuwa wamekwisha kulala muda mrefu tu, hivyo ni Hamza na Priscilla pekee waliokuwa macho. Hamza, nimefurahi kukuona upo salama. Nilikuwa na wasiwasi utaingia kwenye matatizo kwa ajili ya kilichotokea. Yaani nilikuwa nimeshafikiria hata mbadala wa kuondoka ile eneo kuliko ukaingia matatizoni. Yaani tangu lini nikakuangusha kwenye jambo dogo kama ile, Hamza aliongea akiwa na tabasamu huku akipapasa uso wa Priscilla kwa upendo. Nimekuja mara moja kuona kama hakuna tatizo lingine lililojitokeza. Ila naona kama kila kitu kipo sawa. Na angalau unaweza kwenda kupumzika kwa amani. Priscilla alishia kumwangalia Hamza na macho yaliyojaa huzuni, huku akionekana kama kutotamani kuona Hamza akiondoka. Sasa ndio umerudi sasa hivi. Ila ni kweli unapaswa kurudi, maana Regina atakuwa na wasiwasi. Hamza mara baada ya kumuona msichana huyo, macho yake yaliyokuwa yakiakisi mwangaza wa mwezi, alijikuta akihisi uzito moyoni. Ukweli ni kwamba alikuwa busy sana na mambo mengine na alisahau kufikiria kabisa kuhusu uhusiano wake na mwanamke huyo. Muda huo, mara baada ya kusikia sauti hiyo ya machungu, Hamza alikumbuka hakuwa amefanya mapenzi kabisa na Priscilla kwa muda mrefu. Na Priscilla hana noma kwa Hamza, anakitoa vizuri kabisa, anampenda sana Hamza. Kwa kujiona wakiwa peke yao ndani ya darasa kama hilo lenye utulivu, Hamza alijikuta mwili wake ukimsisimka zaidi. Nisikie, sina haraka ya kwenda nyumbani, aliongea Hamza huku akimvutia mrembo huyo kifuani mwake, na kisha akamnong'oneza sikioni. Nataka kujua utakuwa na mbinu gani za kunifanya nikae hapa kwa muda mrefu. Priscilla mapigo yake alienda kasi sana. Alihisi joto mara baada ya mkono wa Hamza kugusa eneo la kifua chake. Alikuwa hajafanya mapenzi kwa muda mrefu, hivyo mguso kidogo tu alihisi pumzi zikibadilika na kujikuta akipeleka mdomo na kubusiana. Dakika chache mbele, kila mmoja alionekana kuwa na kiu isiyoisha. Masaa 2 mbele, Hamza alishia kumbeba Priscilla aliyekuwa akisinzia, kumrudisha kwenye chumba chake. Hamza alijiona kidume kwa shughuli nzuri aliyoifanya na kujiambia kwa show aliyompatia mrembo huyo hatothubutu kujiweka karibu naye kwa siku kadhaa. Hamza mara baada ya kuangalia sana kuona ilikuwa saa 6 za usiku, aliona hana haja ya kuendelea kukaa hapo. Hivyo alianza safari ya kurudi nyumbani. Ile anafika mbele ya nyumba, aliweza kumuona mtu aliyekuwa amekaa kwenye ngazi za kuingia ndani. Alikuwa si mwingine, ni Chinga. Hamza alishakumwangalia bwana aliyekaa kwenye ngazi kimya kimya kama mwanga na kujiuliza ya kwamba anafanya nini hapo usiku wote huo. Utafikiri mchawi. Chinga alishia kuinua uso wake tu na kumwangalia Hamza kwa muonekano wa kutia huruma.
Chinga kauliza, Mr. Hamza ndo unarudi? Hamza alishia tu kukunja sura na kisha akasema kwamba kama umekuja nyumbani, gonga na ingia. Kwa nini umekaa nje sasa? Muda umeenda sana na mimi sikutaka kusumbua, ila nilikuwa na shida ya kuongea nawe hapo ndio maana. Hamza mara baada ya kusikia hivyo hakujua cheke ama alia. Akamuuliza, unataka kuongea na mimi kuhusu nini? Tena usiku wote huu? Chinga akasema, nina tatizo la kihisia linalonisumbua. Najua wewe una wanawake wengi sana warembo sana. Hivyo nimeona kama nikija kwako kuomba ushauri basi unaweza kunisaidia. Hamza alishakakamaa mwili na kujiambia, huyu bwana na matatizo gani? Yaani hana hata mwezi tokea afike mjini, ila anachowaza nimepinduko tu. Sasa Hamza akasema ya kwamba ni kuhusu huyo Zina wako tena ama? Aliuliza Hamza na Chinga akatingisha kichwa. Akasema ya kwamba nilimpatia Zina zile milioni 8 ulizonikopesha. Ila jana kaniomba tena nimkopeshe milioni 20. Milioni 20? Hamza alishia kukunja sura tu. Okay, vipi baba yake anataka kufanywa tena upasuaji ama? Hapana, awamu hii kaniambia kaka yake alicheza kamari na kupoteza hela za watu za biashara. Kaka yake alikuwa mkoani huko. Hivyo alikuja hapa dawa na kuomba msaada na kusema kama asipomsaidia hataweza kurudi nyumbani na inabidi waishi wote kwenye chumba kimoja alichopangisha. Sasa Zina na wasiwasi kuishi na kaka yake chumba kimoja. Na pia watu wanaomdai wanaweza kuja kumtafuta. Hivyo kaniomba nimsaidie ili awalipe. Yaani kwanza hajakulipa ya mwanzo na bado akakuomba tena hela nyingine. Kwangu mimi sioni hili swala ni la mapenzi, bali ni swala lingine kabisa. Mr. Hamza, hata mimi mwenyewe pia nimeona hili swala ni la kimaslahi zaidi. Pia naona hata kama nikipata hiyo hela na kumpatia Zina na kumpa kaka yake, bado hakutakuwa na mwafaka. Kesho na kesho kutwa linaweza kutokea tena tatizo lingine linalohitaji hela. Hivyo nilifikiria labda kama vipi kaka yake akamatwe na polisi kwanza afundishwe adabu. No, hutaki kufikiria hivyo. Ulipaswa kumwambia hivyo huyo Zina wako. Mimi nilimwambia jana, ila akasema hili swala polisi wasihusishwe. Na kama sipo tayari kumsaidia atajua mwenyewe cha kufanya. Ila akaniambia kama nikiwa tayari kumkopesha hicho kiasi atanikubalia niwe mpenzi wake rasmi. Kwa hiyo na wewe ndio unataka hivyo? Mimi nimekaa nimefikiria na kuona kama kweli nikimpatia hela na akanikubali, si sawa na kusema nimenunua mapenzi. Mimi naona kabisa sio sahihi Hamza. Hivyo nimeumiza kichwa hapa bro siku nzima juu ya nini cha kufanya, lakini mimi nimeshindwa kabisa kupata jibu bro. Ndio maana nimeona nije hapa kuona kama utanishauri nini. Huyo Zina muda huu asharudi kutoka kazini? Bado kama lisali moja hivi. Huwa anatoka saa 7 usiku na kutembea dakika kama 15 hivi mpaka nyumbani anapoishi. Saa 2 asubuhi ndo huamka na kwenda kufanya kazi za ndani kwa Muhindi. Hamza kusikia hivyo alijikuta kishindwa cha kusema na kujiambia huyo bwana ameshakuwa jasusi. Inaonekana anamfuatilia huyo mwanamke kila siku. Basi twende huko anapoishi ili tumsubiri mpaka akiwa anatoka kazini. Tukamsubiri mpaka atoke kazini? Mr. Hamza, unataka kumpa hiyo hela ama? Acha maswali mengi. Nyanyuka tuondoke. Nilikuwa nikifanya mazoezi na nina njaa hapa. Ngoja tutafute sehemu nipate hata mishikaki wakati tunasubiria. Mr. Hamza, ulikuwa ukivuna nishati ama? Ndio. Ilikuwa kwenye mazoezi ya kutoa nguvu. Ukishamaliza unapaswa walau kula vitu vya kurudisha palipopungua. Anaongea Hamza. Chinga alikuwa ni mwerevu sana. Hiyo kauli haikuhitaji hata mara baada ya kusikia kauli hiyo, alielewa mara moja kinachoendelea. Mr. Hamza, wewe umebarikiwa mno. Angalia kama mimi anahangaika, nahangaika vyote bila hata kuonja mzigo natania tu na sio kama unavyofikiria. Haina haja ya kuwa serious hivyo. Mr. Hamza unachukulia poa, ila elewa tu ni kwa sababu kichupa kimejaa. Hamza alishia kucheka tu na kisha wakaondoka eneo hilo kuchukua uelekeo wa anakofanyia kazi huyo Zina. Basi Hamza na Chinga mara baada ya kufika karibu na Zina anapofanyia kazi, waliingia kwenye moja mgahawa mdogo uliokuwa wazi kando na eneo hilo. Hamza aliagiza sahani 2 za wali na nyama ya kuku
Tena nyama yenyewe ilikuwa ni ya kukaanga na kuanza kula. Wakati wakimaliza kula, ndio ilikuwa muda ambao wahudumu wa baa walikuwa wakiondoka kurudi nyumbani, huku wengine wakiondoka na wanaume kwenda kuwapa huduma. Hamza wakiwa eneo la kando lililojificha mbali na baa hiyo, waliweza kumuona mwanamke aliyesuka nywele zake kwa mtindo wa kimlima hivi, akiwa amebeba mkoba ambao ulionekana kuchakaa kidogo, akitembea kuelekea barabara kuingia maeneo ya Uswahilini kidogo. Ukweli katika macho ya Hamza, Zina alikuwa kawaida sana, kijumlisha na weupe wake ulioharibiwa na vipodozi ambavyo haviendani na ngozi yake, ilifanya apoteze mvuto wa asili. Hata hivyo bado alionekana aina ya wale wanawake wenye ucheshi fulani hivi. Kwa Chinga, mwanamke huyo alikuwa mrembo wa kwenda. Kwake alimuona alikuwa na zaidi ya uzuri. Sasa Hamza akasema kwamba anza kumfuatilia, hakikisha akuone. Chinga akasema Mr. Hamza, twende wote, najua njia ya mkato kutokea upande wa pili. Basi Hamza alikuwa amesahau bwana huyu alikuwa ni mfuatiliaji mzuri, hivyo alishia kumwacha kuongoza njia. Walimfuatilia mdogo mdogo kwa kupita maeneo ya chochoroni mpaka walipofika kwenye jengo moja chakavu hivi lenye ukuta mfupi na geti ambalo halikuwa limefungwa licha ya kuwa na wapangaji wengi, ila muda huo kulikuwa na utulivu. Pengine ni kwa sababu ya asilimia kubwa wapangaji walikuwa wamelala. Walishia tu kumuona Zina akiingia katika korido ndefu ambayo pembeni ya milango kulikuwa na viatu vingi na baadhi ya majiko ya mkaa. Hamza na Chinga mara baada ya kujitega sehemu ambayo hawaonekani, waliweza kumuona Zina akisimama kwenye mlango uliokuwa mwishoni kabisa mwa korido, na pale pale mlango ule ulionekana kufunguliwa na mtu aliyekuwa ndani. Chinga akasema kwamba Mr. Hamza, naona kaka yake bado hajaondoka. Aliongea Chinga akiwa na macho ya x-ray. Hamza bila ya kuongea chochote, mara baada ya kuona Zina akiingia ndani, alianza kupiga hatua kusogelea eneo la kuingia kwenye nyumba hiyo. Chinga kwa wasiwasi akasema kwamba Mr. Hamza, unataka kufanya nini? Sisi sio wenyewe, inaweza ikaleta matatizo tukionekana. Hamza akasema kwamba unaogopa nini sasa? Wewe nifuate bwana. Chinga alijikuta akiwa hana jinsi zaidi ya kumfuata Hamza kuingia ndani ya jengo hilo. Mara baada ya kuingia ndani ya eneo hilo, walitembea kwa hatua nyepesi na kwenda kusimama karibu na mlango wa chumba hicho. Kwa bahati, ilionekana mlango huo haukuwa umefungwa kwa kubanwa kwa ndani na kufanya mwanga wa taa kuonekana. Ni muda huo huo waliweza kusikia sauti za watu kutoka ndani. Ilikuwa ni sauti ya Zina na ya mwanaume. Zina alisema kwamba nimechoka, nataka kwanza nikaoge, nimemwagikiwa na pombe. Yule mwanaume akasema kwamba vipi, ameshakupa hizo hela? Zina akajibu bado, yule bonge hajaja leo. Alafu usinishakupa ile milioni 7, usiniambie umeshazitumia zote. Yule mwanaume akasema Zina, kwa biashara mimi naofanya hivi nadhani milioni 7 ni hela? Alafu kwa nini nakusumbua ile hali ushapata lile jinga ambalo lipo tayari kukuonga kiasi chochote? Kama vipi mpe uchi anogewe. Zina akasema kwamba mwache ongeze basi. Haina haja ya kuharakisha hivyo bwana. Unaweza kuniona kaaba ila kuna wengine wananichukulia kama mwanamke safi. Hebu naomba utoe mkono wako bwana hapo, unaniumiza na kucha zako. Basi yule mwanaume akatukana akasema, yaani hela hujaja nazo ila utaki hata nikigusa Wewe ni mwanamke wangu. Mimi nilikuwa na nyege mchana yote hiyo. Hivi nadhani mimi nitazitoa wapi? Au umeshagawa uchi wako huko? Zina akasema una akili wewe. Kazi yako ni kupoteza tu kila hela niliyokupa. Hela yote niliyotoka nayo Iringa uliipoteza. Nimekupa na ile milioni 7, sijui hata umefanyia nini. Hela nikupe. Na pia kei yangu na penyewe umeigeuza ni kwa ya kwako tu, si ndio? Chinga aliyekuwa nje ya mlango, ambaye alikuwa akifuatilia maongezi hayo, sura yake ilikuwa imebadilika sana. Macho yake yalijaa unyevunyevu, akiwa na simanzi sio kawaida. Hamza alishia kuinamisha kichwa chake tu huku akisugua pua yake. Ingawa tokea mwanzo alishahisi mwanamke huyo hakuwa msafi kwa kumwangalia tu, lakini hakutegemea alikuwa zaidi yalivyofikiria. Ni muda mfupi tu Zina alianza kutoa miguno ya pwani, ikionekana ashaanza kunogewa na mchezo. Na pale pale mlango wa chumba kile ulifungwa vizuri. Hata hivyo Chinga alijikuta akikosa uvumilivu na aliunguruma na kisha kupiga kikumbo mlango ule wa mbao na komeo lake kufyatuka.
Ndani ya chumba hicho alionekana Zina akiwa amewekwa juu ya meza yenye mtungi wa gesi, huku akiwa amechanuliwa miguu na nguo yake ndani ikiwa imeshashushwa chini. Muda huo alionekana mwanaume mwenye mwili mpana kidogo, tena wenye misuli na tattoo shingoni, akionekana kujiandaa kusindilia. Na watu wawili walionekana kushtuka mara baada ya kuhisi mlango ukifunguliwa kwa nguvu, na walishangaa zaidi mara baada ya kugundua aliyeingia hapo alikuwa ni Chinga. Sasa Chinga akasema ya kwamba Zina, yani wewe na kunifanyia hivi mimi? Chinga mara baada ya kuona jambo hilo alijikuta akiongea kwa hasira, huku kifua kikipanda na kushuka. Yule Zina alionekana kuogopa kiasi kwamba alishuka haraka kutoka kwenye kijimeza na kuongea kwa hali ya kupaniki kwamba Chinga, Mr. Chinga, mimi ni... Zina alionekana kupagawa mpaka kuanza kumuita Chinga Mr. Yule bwana mwenye tattoo mwili mzima alishia kukunja sura na kisha akasema ya kwamba wewe fala wewe, kwa hiyo ulikuwa ukitufuatilia, si ndio? Unataka tukuitie mwizi sasa hivi? Chinga hakuonekana kumjali bwana yule na alishia kumtolea Zina macho, huku akiongea kwa hasira akisema ya kwamba Zina, nilikuamini sana na kukufanyia kila kitu kukusaidia. Kumbe huu ndio uaminifu wako Kwa hiyo kila kitu ulikuwa ukinidanganya na ukunipenda hata kidogo. Zina uso wake ulibadilika rangi, lakini mpaka hatua hiyo hakuona haja ya kudanganya tena. Akasema ya kwamba ndio nimekudanganya. Kwanza nani kakutuma kuja kwangu usiku wote huu na kuniharibia kitasa cha mlango wangu Hebu ondoka bwana, mimi sije nikakuitia mwizi. Basi yule mwanaume ni akasema kwamba Zina, aondoke kwenda wapi ufala huyo? Huyu ni jambazi na namna pekee ya kumwacha aondoke hapa ni mpaka alipe hela aliyoahidi. Vinginevyo nitamfanyia mbaya. Chinga macho yake yalishia kujaa majonzi, huku akimwangalia yule bwana. Chinga akasema kwamba yani umeona ni bora kuwa na mwanaume kama huyo na kunikataa mimi, au ni kwa sababu ya mwili wangu? Basi yule jamaa akasema kwamba wewe fala hivyo ni mjinga ni? Hivi nadhani huyu ni mwanamke kwa ajili ya mahusiano? Huyu ni kahaba. Unajua na wanaume wangapi amelala nao kuanzia huko kijijini kwao mpaka hapa mjini Ni kwa huruma zangu tu ndio maana mimi niliamua kumweka karibu. Huko kwao kaacha watoto wawili, baba tofauti. Watoto wako bibi yao huko. Juzi katoka kutoa mimba. Yaani wewe fala, siji kwa nini umeshindwa kugundua Tangu lini mwanamke anayefanya kazi baa akawa kwa ajili ya mahusiano? Zina uso wake ulibadilika mara baada ya kusikia maneno hayo. Alisha kumsukuma bwana yule mwenye tattoo, huku akifoka akisema kwamba hebu muone anayeongea. Mwanaume gani wewe, hela una? Kama sio uchi wangu ungeishije hapa mjini? Jamaa akasema kwamba wewe takataka. Ni juzi tu umenibambikizia gono hapa ulilopewa na ule muhindi unayefanya naye kazi. Ila nikapotezea. Unadhani nipo na wewe kwa sababu mimi nakupenda sana Yaani wewe utaonekana malaika mbele ya wanaume wajinga tu kama huyu bonge hapa, ila sio mimi. Zina alikuwa na hasira kali sana, mpaka alikuwa akitetemeka. Maneno hayo alikuwa amegusa penyewe. Alishia kumwangalia Chinga kwa hali ya aibu nyingi. Sasa akasema kwamba Chinga, wewe ondoka hapa na sahau kabisa kama tuliwahi kukutana. Yule bwana akasema kwamba ondoke kivipi ili hali katuvamia hapa bwana? Anapaswa kutulipa kwanza. Basi muda huo macho ya Chinga alikuwa yamejaa hali ya kukata tamaa na kusikitishwa kwa jambo hilo. Kila neno la bwana yule mwenye tattoo lilimfanya amwangalie Zina kwa macho makali. Mara baada ya Hamza kuona jambo hilo, alishia kuingia ndani na kisha akasema kwamba Chinga, huu ndio uhalisia wa maisha mjini. Mjini kuna vitu ambavyo huwezi kuzania. Chinga akasema Mr. Hamza, kwa nini iko hivi Kwa nini lakini? Napaswa kufanya nini? Hamza akasema unapaswa kujiuliza hilo swali. Vipi? Unataka kufanya nini? Kuwaua au kuacha kama walivyo na kupotezea? Baada ya Hamza kuongea hivyo, bwana mwenye matatu mara baada ya kusikia kauli hiyo alishia kucheka kwa nguvu, akasema kwamba kutuua hivi mnajiona kama nani nyie? Hamza kumpa nafasi nyingine ya kuongea, na pale pale alipiga ngumi meza iliyokuwa na mtungi na kupasuka pale pale. Bwana yule mwenye matatu na Zina mara baada ya kuona tukio hilo waliogopa kiasi kwamba walianza kutetemeka. Chinga alishia kumwangalia Zina na kisha akamwangalia na bwana wake, na macho yake alishia kuonyesha hali ya huzuni pekee. Chinga akasema kwamba ngoja nipoteze tu, siwezi kupata chochote hata kama nikiwafanyia chochote. Aliongea Chinga huku kidume chozi likimtoka. Chinga akasema kwamba Mr. Hamza tuondoke tu.
Hamza alishia kumwangalia Chinga na tabasamu lisilokuwa tabasamu. Na kisha akasema kwamba una uhakika hautajutia, eh? Unaweza kuoa kupunguza hasira zako na kuhakikishia hakuna atakayekugusa. Chinga kinyonge akasema kwamba siwezi kujutia. Sidhani kama kuna hata haja ya kulifikiria ile tena. Hamza hakuongea chochote tena. Na alishia kugeuka na wote kwa pamoja wakatoka nje ya eneo hilo. Mara baada ya kutoka mpaka kando ya barabara, Chinga alimuuliza kitu Hamza. Mr. Hamza, hivi ulikuwa ushajua yule mwanamke ni kahaba? Nilikuwa na hizo hisia kidogo, ila sikuwa na uhakika. Ila nakwambia haya ni mambo ya kawaida sana huko mjini. Sasa kwa nini usingeniambia mapema Mr. Hamza? Mimi nishasema sikuwa na uhakika. Afu kingine, ulikuwa mpango wa master wako kutaka nije na wewe huku ili uchangamshwe na walimwengu ama? Mimi nishaanza kupakumbuka kambini Mr. Hamza. Yani naona ni bora kuishi kule kijijini kuliko huku kwa watu waliojaa udanganyifu. Hamza alishatu kutabasamu. Lakini ile anataka kuongea mara simu yake ilianza kuita. Baada ya kuitoa na kuangalia alikuwa akipiga, aligundua alikuwa ni wife. Alipokea haraka sana. Hey wife, ndio narudi nyumbani sasa hivi. Vipi umenimisi nini? Abi, kuna tatizo limetokea. Babake Fiona Mzekia alishambuliwa. Hamza mara baada ya kusikia kauli hiyo, alishia kukunja ndita na kumwangalia Chinga aliyekuwa kando yake. Nani kamshambulia Kinguzikia? Watu wa binamu ndio wamenitumia taarifa. Uwepo wa wataalamu wa mapigano ya nishati za mbingu na ardhi kutoka nje ya nchi wameingia Tanzania na kushambulia kambi za mafunzo hapa nchini. Inaonekana ni kundi ambalo limejipanga kwa ajili ya kazi hiyo, kwani wameshambulia ndani ya wakati mmoja katika kambi zote kubwa. Nilikuwa nikijadiliana hapa na watu wa kitengo kwa ajili ya kuendelea na uchunguzi juu ya tukio hili, ila ndio nimepokea simu kutoka kwa Fiona na kuniambia baba yake kashambuliwa na kujeruhiwa vibaya. Na sasa hivi hali yake ni mbaya. Hamza mara baada ya kusikia taarifa hiyo pale pale alijikuta akikumbuka maneno ya Gwiza mara ya mwisho akisema kwamba hata kama yeye akifa haimaanishi kwamba wapo salama. Hamza alijiuliza au ndio utimilifu wa maneno yake yale? Abi, nina wasiwasi mno na Fiona. Amesema baba yake amejeruhiwa vibaya na kuwa katika hali mbaya kiasi kwamba hana matumaini ya kuendelea kuishi. Na akaomba Chinga aitwe mara moja kurudi. Unaonaje tukimchukua Chinga na kwenda naye sasa hivi? Nipo na Chinga hapa tayari. Tutaelekea moja kwa moja uwanja wa ndege. Wife, wewe wasiliana na rubani wa ndege yako kabisa. Sawa, nawasiliana naye sasa hivi. Anaongea Regina na kisha kakata simu. Sasa Chinga mara baada ya kusikia taarifa za master wake kujeruhiwa, alijikuta akilia kwa wasiwasi. Akisema kwamba Mr. Hamza, master atakuwa sawa kweli? Hamza mara baada ya kuona kilio cha kizembe cha bwana huyo, alimshika kola ya shati na kumtolea macho kwa nguvu. Hebu acha kulia kama mtoto wa kike. Haijalishi nini kimempata master wako. Wewe kama mwanaume hupaswi kulia. Tunaelekea Iringa sasa hivi pamoja kwenda kuangalia kilichotokea. Usije kujifanya dhaifu na kumfanya master wako kuwa na wasiwasi zaidi, umeelewa? Chinga alishia kumwangalia Hamza kwa duanzi na kisha alishia kung'ata meno yake kwa nguvu na kisha akatingisha kichwa kukubaliana naye. Haikuchukua muda mrefu mara baada ya Hamza na Chinga kufika airport, Regina naye alikuwa amekwisha kufika. Rubani pia alikuwa ameshatoa ndege garage na kuiweka tayari kwa ajili ya kupaa. Na moja kwa moja wote watatu waliingia na safari ya kuelekea Iringa ikaanza mara moja. Haikuchukua muda mrefu waliweza kufika Iringa na kisha walichukuliwa na gari ambalo liliwapeleka moja kwa moja Njombe kupitia Makambako. Mpaka walipofika nyumbani tu ilikuwa ni saa 11 za asubuhi na eneo lote la mlima lilikuwa limefunikwa na kiwingu cha ubaridi mkali. Hakukuwa na watu wengi sana ndani ya eneo hilo kama zamani, lakini kulikuwa na baadhi ya waliokuwa wakionekana kuwa makini na ulinzi. Mara baada ya Hamza, Regina na Chinga kuingia eneo hilo, hakuna hata mmoja aliyewazuia kupita. Watoto hao mara baada ya kufuata taratibu za kitamaduni, moja kwa moja walielekezwa mpaka katika eneo ambalo alikuwepo Master Kiha. Mara baada ya kuingia katika chumba alichokuwa akitibiwa, kulikuwa na watu zaidi ya 10 waliokusanyika kando ya kitanda. Nusu wao walionekana kujawa na majonzi na hasira kwa wakati mmoja. Asa Regina aliweza kumuona Fiona akiwa amekaa kwenye kitanda huku uso wake ukiwa na michirizi ya machozi yaliyokauka. Fiona alishia kuinua kichwa chake mara baada ya kusikia akiitwa na Regina, na mara baada ya kuona Hamza na Regina alishia kutingisha kichwa ishara ya kuwakaribisha. Watu wengine waliokuwa wametanda mara baada ya kumuona Hamza na Chinga haraka sana waliwapisha njia
kusogea kitandani. Regina upande wake hakujali sana watu waliokuwa wakimshangaa na alisogea pia na kwenda kumkumbatia rafiki yake kwa namna kumfariji. Fiona akasema kwamba Regina, kwa nini imekuwa hivi? Kwa nini? Regina macho yake yalishia kuwa mekundu tu. Alikuwa akijua maumivu ya kumwangalia baba akipoteza uhai mbele yake. Licha ya kujua hisia hizo, hakuwa na namna kabisa ya kumsaidia rafiki yake. Basi Chinga baada ya kumwona master wake alimuita na uso wake ulijawa na simanzi kubwa na alijikuta akianza kutetemeka. Master Kihara alikuwa amelala kitandani akiwa amefungwa maski ya kumsaidia kupumua kwa oksijeni huku akiwa amewekewa drip ya maji. Nyumbani tu msikilizaji, ilikuwa ni kambi ya jeshi, na kutokana na mara kadhaa kwa wanafunzi kupata majeraha wakati wa mafunzo, kulikuwa na wataalamu wa tiba wenye uzoefu mkubwa. Vinginevyo kama mtu akijeruhiwa hapo, basi ingekuwa ni ngumu kumwaisha hospitali kubwa. Hata hivyo, ni kwa sababu hali ya Master Kihara ilikuwa mbaya sana kiasi kwamba ilionekana hata kama akitoa maski hiyo ya oksijeni, ni ngumu kwake kuweza kupumua mwenyewe. Basi moja ya mwanafunzi aliongea huku akifuta machozi akisema kwamba Chinga, Master aliamka saa 4 zilizopita na kuuliza kama umekwisha kufika. Chinga kama alivyoelekezwa na Hamza alijitahidi kuzuia machozi yake na kisha alisogea karibu na kitanda na akauliza kwamba ni mtu gani huyo aliyemjeruhi Master kiasi hiki. Basi mwanadada Gile aliyekuwa amesimama kando alishia kuongea tu kwa masikitiko akisema kwamba hata Master mwenyewe ameshindwa kumjua. Huyu adui alitokea ghafla sana wakati wa usiku na kuua baadhi ya walinzi wetu wa doria kwa shambulizi moja tu. Mara baada ya Master kufahamu uvamizi huo, alijaribu kwenda kupigana naye, ila inaonekana adui ana uwezo wa juu mno, kwani kwa mashambulizi yake mawili tu aliweza kumjeruhi Master kiasi hiki. Hamza alishangaa, akauliza mashambulizi mawili tu? Vipi Master Kia alikuwa na silaha yake wakati wa kupigana? Alijibiwa kwamba alikuwa nayo. Basi kisha wakaambiwa kwamba ni kwa sababu Master alijeruhiwa mapema kwa mashambulizi mawili ndio maana alishindwa hata kufanya shambulizi la kurudisha. Hamza macho yake alishia kuchanua tu na kujiambia, mtu wa kuweza kumshambulia na kumjeruhi namna hiyo, mwanajeshi wa level ya mgandamizi wa nafsi kwa mashambulizi mawili tu, ni adimu sana kutokea. Labda kama mtu huyo yupo juu kabisa katika level ya ukamilifu mkuu. Hamza aliona kabisa huyo mtu lazima atakuwa na uwezo wa kumzidi hata yule Gwiza aliyepigana naye wakati ule. Sasa Hamza akasema kwamba nataka kuona jeraha la kiongozi. Hamza aliongea hivyo wakati akishindwa kujizuia kulia. Fiona pale pale alikumbuka Hamza ni mtaalamu wa juu sana kwenye masuala ya tiba, na haraka aligeuka na kuongea akasema kwamba Hamza, tafadhali nakuomba sana, fikiria njia yote ya kumsaidia baba, tafadhali nakuomba mwokoe baba yangu. Aliongea Fiona na kumfanya Hamza kuishia kutabasamu kwa uchungu pekee akasema kwamba Fiona, usiwe hivyo, mimi sio malaika, ila kama nitaona nafasi ya kumponya baba yako nitafanya kwa uwezo wangu wote. Fiona aliishia kutingisha kichwa chake tu huku machozi yake yakidondoka. Upande wa Reji alionekana kuingiwa na wazo kwa namna Hamza alivyomuita Fiona kwa sauti kama ya marafiki hivyo karibu sana. Sasa Hamza upande wake aliishia kunyanyua blanketi nzito lililokuwa limemfunika mgonjwa, na pale pale aliweza kugundua alikuwa amefungwa na bandeji kubwa eneo la tumboni. Hamza akasema naona damu imeacha kutoka, ila hili ni jeraha la kuungua, na nikamfanyia huduma ya kwanza. Hamza aliongea hivyo. Hamza akaambiwa kwamba Mr. Hamza, ni mimi hapa, naitwa Pinda Ngazu, ni mwanajeshi kitengo cha tiba, nimekuwa hapa kambini kwa ajili ya mazoezi yangu ya vitendo. Kwa namna nilivyochunguza jeraha la kiongozi, alishambuliwa na mvuke mkali wa moto uliosababisha kumuunguza tumbo na baadhi ya viungo vya ndani na kutengeneza shimo. Aliongea hivyo. Hamza alishia tu kunyosha mkono wake na kushika mkono wa kiongozi Kihara kujaribu kupima mapigo yake ya moyo, na pale pale uso wake ulionekana ukizidi kuwa serious. Fiona akauliza kwamba Hamza, vipi hali ya baba yangu, kuna tumaini lolote? Hamza hakutoa majibu yoyote na alishia kuwa kimya. Regina pia alionekana kuzidi kuwa na wasiwasi. Akauliza kwamba Habi, hebu ongea basi chochote basi jamani, muda hausubiri Kama unao uwezo wa kumwokoa fanya mapema. Basi Hamza akasema kwamba Dr. Ngazu, kwa huduma uliomfanyia mgonjwa umejitahidi sana.
Umejitahidi kwa hatua zote za mwanzo, ila kwa majeraha ya mgonjwa nimeujiza kuona mpaka sasa bado anapumua. Nadhani ni kwa sababu kiongozi alikuwa na mengi ya kuongea kwenye moyo wake, ndio maana amelazimisha kuzuia pumzi yake mpaka sasa. Mara baada ya Hamza kuongea kauli hiyo, watu wa kambi wakiongozwa na Fiona walijikuta wakitoa vilio vya simanzi. Hamza kauliza kwamba vipi, mzee Mbale yupo wapi? Kwa nini simuoni hapa? Gila akasema kwamba master alikuwa amesafiri, ila tumekwisha kuwasiliana naye, anaharakisha kuja. Kiongozi pia alitaka kuonana naye. Basi ni muda huo wote waliweza kusikia sauti ya kikohozi kutoka kwa mgonjwa na alionekana kufumbua macho yake. Nimesikia sauti ya Chinga, aliongea kiongozi huyo kwa shida huku akizungusha macho yake. Chinga kusikia sauti hiyo alijikuta akishindwa kujizuia na machozi kumtoka mfululizo. Mwili wa mzee Kihara ulionekana kuzidi kupoteza rangi yake licha ya kwamba alikuwa macho. Ilionekana kuamka kwake alitumia nguvu kubwa ya uhai wake uliobakia mwilini na kufanya mwili kuanza kukosa nuru. Jambo hilo lilifanya watu wote waliokuwa wakimwangalia kujawa zaidi na huzuni. Basi kwa shida sana akasema kwamba Chinga, hata baada ya mimi kuondoka usirudi tena hapa kampeni. Chinga kauliza kwa nini master, kwa nini? Endelea kufuatana na Mr. Hamza na uendelee kujifunza kutoka kwake. Haijalishi nini kitatokea hapa kampeni, usije kufanya chochote. Kuanzia sasa fikiria mafanikio yako ya baadaye. Unajua Master, hapana, napenda sana hapa kampeni Master. Nataka kurudi na kuendelea kujifunza Master. Na kwa hiyo mimi sitakuwa mvivu tena. Nilikosea sana kuondoka Master, na kuomba upone kwanza na nitakuonyesha kwa namna gani nimebadilika Master. Tafadhali usiondoke Master. Sina ndugu mwingine tena zaidi yako. Wewe ndio familia yangu Master. Chinga lilia. Alishindwa kuzuia machozi. Alishindwa kubaliana na kauli ya Hamza kwamba hapaswi kulia. Mzee Kiara alishia kupepesa macho yake na chozi likadondoka kwenye shuka. Mzee Kiara akasema kwamba hayo ndio maneno yangu ya mwisho kwako kama master wako. Yasikilize. Aliongea Kiha. Chinga alishia kuinua tu mdomo tu huku akishiwa kabisa na maneno. Na tunafahamu kilio cha mwanaume, hatoi sauti. Anabana tu mdomo, uso ukiwa unavuja machozi. Watu wa kambi hiyo, hususan wanawake waliokuwa wakisikiliza maneno hayo, of course walishindwa kuvumilia tena na kujikuta wakianza kulia kwa kwikwe. Wengi walijua kwamba licha ya Chinga kulelewa na Kiha kama mtoto wa kuasili na pia kuonekana kama mmoja wa wanafunzi waliokuwa wakifokewa sana hapo kambini, alikuwa pia ni mmoja wa wanafunzi wapendwa wa kiongozi huyo. Kiongozi huyo kwa kuona hatari ya adui aliyeishambulia kambi kwa kuwa na nguvu kubwa, alijua fika hata kama kambi yote iunganishe nguvu ni vigumu kushinda. Hivyo alitaka Chinga kuondoka na Hamza ili hata ikitokea kambi yote kufa, angalau abaki mtu ambaye anaweza kuyamsha tena baadaye. Mr. Hamza, nilikuwa sahihi juu ya maamuzi yangu juu yako. Chinga ameondoka na wewe kwa siku kadhaa, lakini anaonekana kukua sana. Kiongozi, sijafanya chochote kikubwa kwa ajili yake, mazingira tu ndio yamemkuza. Sikutegemea kwa mara nyingine ya kukutana kwetu nitakuwa katika hali kama hii. Ila nina ombi moja kwako, na mimi Mr. Hamza utakubaliana nalo. Aliongea mzee huyo huku akiweka sura ya kuonyesha hali ya huzuni kidogo, yani hali ya usiri mkubwa. Hamza hata hivyo asingeweza kumkatalia na hakutaka hata kuuliza ni ombi gani zaidi ya kukubali mara moja. Hamza akasema mradi ni ombi ndani ya uwezo wangu, nitajitahidi kadri niwezavyo. Mr. Hamza, naamini kabisa lipo ndani ya uwezo wako. Aliongea Kiha huku akigeuza macho yake kuelekea alipo Fiona na kumwangalia kwa macho yaliyojaa huzuni. Mr. Hamza, nakuomba unisaidie kumwangalia Fiona kwa ajili yangu. Mama yake alimwacha akiwa mdogo sana, na pia sina chochote nilichofanya kama baba yake. Sistahili hata kuitwa baba. Hamza kusikia hivyo alijikuta kishangaa. Hakutarajia kama mzee huyo angemkabidhi Fiona kwake. Regina aliyekuwa pembeni pia alikuwa katika hali ya hisia mchanganyiko, lakini hakuongea chochote. Sasa Fiona huko akilia akasema kwamba baba, usongee hivyo baba, mimi ndiye sipaswi kuitwa mwanao kwa kutokufanyia chochote. Siku zote nimekuwa kukukasirisha tu baba, naomba usiniache. Mr. Hamza, nakuomba sana tafadhali, naomba uniahidi
haijalishi nini kitatokea, lakini naomba usije kumwacha Fiona akipatwa na tatizo. Hamza alishia kumwangalia Fiona, na Fiona alijikuta akigeuza uso wake na kumwangalia Hamza. Mara baada ya kuangaliana, wote walionekana kuwa na hisia zisizoeleweka. Hamza aligeuza uso wake na kumwangalia wife aliyekuwa pembeni yake, na muda huo alikuwa na wasiwasi wa Regina kuingiwa na mawazo mabaya. Mnajua akili ya Regina kuchange ni sekunde 0. Hata hivyo Regi ni kama alijua wasiwasi wa Hamza, na akaishia kumtingishia kichwa kwa tabasamu hafifu. Mara baada ya kuona Regi kampatia ruhusa, Hamza kutaka kuona Mzee Kiha akifariki akiwa na majuto. Hivyo haraka sana akasema kwamba nimekuelewa Master Kiha, na kuahidi nitafanya yote aliyo ndani ya uwezo wangu kuhakikisha Fiona anakuwa salama muda wote. Master Kiha akasema vizuri. Aliongea kia kwa kurudia neno hilo, huku macho yake yakaanza kupoteza uhai taratibu, na hata ule msisimko wa nafsi yake ukizidi kufifia. Neno la mwisho aliloongea Master Kiha ni kwamba na kuamini. Mara baada ya kuongea maneno hayo kwamba na kuamini, alijikuta akishindwa kuhimili, na pale mwili wake wote ukalegea, ikionyesha hakuwa na uhai tena. Kundi hilo la wanafunzi wa kambi walijikuta wakitoa kilio cha kuomboleza. Ni muda huo alionekana mzee akiingia eneo hilo kwa spidi kubwa, huku akionekana kuchoshwa na safari ndefu ya kutokupumzika. Mara baada ya mzee huyo kusogea kitandani na kuona mwili wa mwanae ukiwa hauna uhai, alishia kuongea kwa sauti ya majonzi akisema, Kiara. Mzee aliita. Licha mzee huyo kuonekana alisafiri kwa haraka sana kufika, lakini bado maskini alichelewa kumwona mwanae katika hatua yake ya mwisho. Basi watu walianza kulia wakisema, Master, kiongozi wetu ametuacha. Walianza kulia mmoja baada ya mwingine, huku upande wa nje pia baadhi ya watu wakitoa video. Mzee Mbale alishia kupiga hatua moja kusogea zaidi karibu na kitanda, na mara baada ya kuona mwanae alikuwa ameondoka kwa amani, alishia kutokwa na machozi ya kizee. Fiona alishia kumkumbatia babu yake, aliyeonekana kuwa mwenye machungu mazito, na kuendelea kulia. Hata hivyo ni muda huo ambapo kila mtu akiomboleza. Hamza mwili wake wote ulianza kumsisimka mara baada ya kuhisi uwepo wa mtu mwenye uwezo usio wa kawaida akisogelea eneo hilo la kambi. Hamza akasema kwamba kuna mtu anatuvamia. Aliongea Hamza, na kisha kabla hata ya kuelezea zaidi, alitoka nduki eneo hilo. Mara baada ya Mzee Mbale pia kupatwa na hisia hizo, alimwachia Fiona na kisha akatoka eneo hilo kumfuata Hamza, huku wengine pia wakifuatia. Ni muda ule Hamza mara baada ya kufika nje na kushuka mlima nusu, aliweza kusogea karibu na lilipo pango la Mkwawa. Nje eneo hilo, juu ya jiwe kwenye mlango wa kuingilia, aliweza kuonekana mwanaume aliyevalia kanzu ya rangi ya ugoro. Kichwani alikuwa na nywele zilizojaa mvi, lakini kwa wakati mmoja nywele zake zilionyesha kuwa na asili ya Asia. Mzee huyo alikuwa na rangi nyeupe isiyo na asili ya Kiafrika. Hamza akauliza kwamba wewe ndiye uliyemshambulia kiongozi wa kambi Master Kiara? Mara baada ya Hamza kuuliza hivyo, aligundua anashindwa kabisa kuona uwezo wake wa mafunzo ya nishati. Hata hivyo aliweza kuhisi kabisa kwamba mtu huyo uwezo wake ulikuwa wa juu sana. Hamza alijua fika lazima atakuwa mwishoni mwa level ya ufunuo wa nafsi. Sasa yule mzee akasema kwamba wewe mtoto unaonekana kabisa sio hapa nyumbani tu. Kwa nini unataka kuingilia kwenye mambo ambayo hayakuhusu? Hamza akasema, kwa nini umeshambulia hii kambi na unatokea taasisi ipi ya siri? Aliuliza Hamza, huku akikumbuka maneno ya Regina kwamba kambi zote za mafunzo ya nishati zilikuwa zimeshambuliwa. Hivyo alijua jambo hilo lazima limefanyika kitaasisi. Yule mzee hakuonekana kabisa kuwa na nia kujibu swali hilo. Mara baada ya kuona watu wa kambi hiyo wakifika pia, ikiwemo Mbale, alishia kutoa tabasamu akasema, angalau kila mtu yupo hapa, nilikuwa nikivuta subira ili wote mjikusanye. Chini ya uongozi wa Master Mbale, wanafunzi hao wote wa kambi walionekana kuwa tayari kushambulia. Mzee Mbale macho yake yalitua kwa baadhi ya wanafunzi waliokuwa chini wakiwa wameunguzwa na kupoteza uhai, na alishia tu kukunja ndimi. Akauliza, wewe ni nani? Yule bwana katika mavazi ya kanzu
Naye akasema kwamba nadhani wewe ndio Martin Mbale. Mzee Mbale akajibu ndio. Alijibu Mbale akiwa na muonekano wa ukauzu. Yule mzee adui alionekana kukumbuka jambo, na mara baada ya kufikiria kwa sekunde akauliza kwamba ni miaka mingapi imepita tokea kuondoka kwa Mtitu Igominyi. Mara baada ya Mbale kusikia kauli hiyo, alionekana kushangana kuuliza kwamba unamfahamu babu yangu? Baadhi ya watu wa kambi hiyo walionekana kushangaa pia, kwa sababu walijua fika historia. Igominyi alikuwa babu yake mzee Mbale. Sasa pale pale waliuliza kwamba au huyu mtu ni uzao mmoja na mzee Mtitu? Basi baada ya yule mzee adui kuulizwa kwamba unamfahamu babu yangu, akajibu ya kwamba simfahamu, nimejaribu kuotea tu, ila kama wewe ndiye mzee wa hapa nyumbani tu, basi na baba yako na babu yako waliondoka zamani sana. Ilikuwa na ukaribu kidogo na Igavanyi. Ilikuwa ni bahati mbaya tu, aliugua sana wakati wa uhai wake, ila kama sio juhudi zake sidhani kama hili eneo lingeendelea kudumu mpaka leo hii. Mara baada ya mzee Mbale kusikia jina hilo, uso wake ulifubaa pale pale, huku macho yake akiwa na mshtuko. Hamza alikuwa sawa tu na watu wa kambi hiyo, walishindwa kuelewa jina hilo. Sasa akaulizwa kwamba babu Igavanyi si ndiye aliyekuwa mwanzilishi mkuu wa kabila letu miaka 300 iliyopita? Mbale alijikuta kitingisha kichwa kwa ugumu, na kisha akasema kwamba nadhani atakuwa ndiye huyo babu wa mababu zetu. Katika historia ya watu wa kabila hilo, msikilizaji, la nyumbani tu, inasemekana kwamba miaka mingi iliyopita, baada ya Wabantu kuhamia maeneo ya Afrika Mashariki, waliishi bila utambulisho maalum. Wengi walisambaa katika maeneo mengi. Hata hivyo, baada ya miaka mingi kupita, Igavanyi ambaye wengi walimtambua kama mchawi juu ya wachawi, ndiye aliyeweka misingi mikuu ya kabila hilo. Zamani watu wengi ambao hawakuwa na mafunzo ya nishati walielewa uwezo huo kama uchawi na sio nguvu za nishati. Hivyo Igavanyi akatambulika kama mchawi. Baadaye sana, baada ya mapinduzi ya fikra, ndipo ikatambulika nguvu alizokuwa nazo Igavanyi hazikuwa uchawi, bali alikuwa mafunzo ya nishati. Inasemekana yeye ndiye mtu pekee katika historia aliyeweza kujifunza silaha ya hiari. Taarifa nyingi zinazomhusu zilipotea, na alishia kubakia katika kuelezewa kwa mdomo pekee kama hadithi. Watu waliokuja kuthibitisha taarifa za uwepo wake ni jemadari, na ndiye aliyesema Igavanyi aliugua ugonjwa hatari sana mara baada ya kupitia hatua ya malipizi na kupoteza uhai wake akiwa mdogo. Ukweli ni kwamba moja ya heshima kubwa za jemadari ni kutokana na kuwa na historia ya ulimwengu wa kale ulivyo. Asafiona akauliza kwamba inawezekanaje, yani anawezaje kujua babu wa mababu zetu aliyekuwepo miaka zaidi ya 300 iliyopita? Yule mzee adui akasema kwamba binti, mimi ni mzee wa miaka 300. Sasa kipi cha kushangaza sana, Jemadari mtu mnaye msujudia taifa zima, mzee Simba mkongwe, nadhani ndiye yeye pekee anayeruhusiwa kuishi maisha marefu pasipo kufa. Hamza mara baada ya kusikia kauli ile ya Simba mkongwe, jemadari, pale pale alikumbuka maneno ya Manet na Rodriman wakitaja pia jina hilo hilo. Hamza pale pale jiuliza, ina maana walikuwa wakimzungumzia jemadari? Hamza alijikuta akipotea kwenye mawazo kwa sekunde kadhaa, kama vile mazingira yanayomzunguka yalinyamaza. Sasa mzee Mbale akauliza kwamba kama wewe ni sehemu ya uzao wa babu wa mababu zetu, kwa nini umeua watu wa familia yetu na wanajeshi wa kambi? Aliuliza Mbale, na yule mzee alishia kucheka akasema kwamba dogo Mbale, kama unataka kutoa lawama, zielekezeni kwa jemadari mnayemsujudia. Kama isingekuwa kwa usaliti wake, tusingechukua hatua ya kushambulia uzao wa marafiki zetu. Muda wote mtakuja kuelewa kwamba mtu mnayemwabudu ni shetani, na sio shetani wa kawaida tu, bali shetani wa dunia. Sasa mzee Mbale kwa hasira akasema kwamba sijui unaongea ujinga gani. Kama aliyewasaliti ni jemadari, kwa nini sasa unatuambia sisi haya? Si ulipaswa kwenda kupigana naye? Kwa nini upo hapa kushambulia watu ambao hawana hata uwezo wa kujitetea mbele yako? Yule babu adui akasema kwamba upo sahihi Mbale, kama mimi na uzee wangu huu ningeweza kumkata mtu kama mkongwe, ningekuwa tayari kupigana naye kutimiza azima yangu, hata kama ningeweka rehani uhai wangu. Ni kwamba tu inasikitisha kukubali kwamba jemadari ni shetani aliyeshindikana. Mtu kama yeye
Kama tutataka kumshinda, hatuna jinsi zaidi ya kufikiria njia nyingine. Hamza muda huo ni kama alirudiwa na fahamu zake na kuinua kichwa chake juu huku akisema ya kwamba kama kuua watu wasio na hatia ndio njia yako, basi haijalishi ni kipi jemadari amefanya, haijalishi kama ni shetani au la, wewe pia ni shetani. Yule mzee aliishia kusinyaza macho yake kwa namna ya kumchunguza Hamza. Kisha akasema ya kwamba wewe mtoto ni mdogo tu kwangu. Huwezi kuelewa ninachozungumzia. Katika historia, kutoa kafara baadhi ya watu sio jambo kubwa sana. Ndio, mimi siwezi kukuelewa. Na sitaki kukuelewa vile vile. Ninachojua pekee ni kwamba umemuua Mastakiha na wanafunzi wengi wa kambi ya nyumbani yetu. Watu wa nyumbani yetu, akiwemo Mastakiha, ni watu walionipokea na kunichukulia kwa ukarimu mkubwa sana. Kwa mimi siwezi kukuona ukiendelea kufanya hivi. Mara baada ya watu wa kambi hiyo kusikia maneno ya Hamza, wote walionyesha hali za shukrani. Walijua fika hawana uwezo wa kupigana na mtu mwenye umri wa miaka mingi namna hiyo. Waliweza kuona kabisa kwa nini master wao Kiha alifariki kwa kupigwa mashambulizi mawili tu. Ukweli ni kwamba kama Hamza asingekuwepo hapo, wasingeweza hata kufikiria kama wanaweza kushinda au kujitetea, hata kama wakiunganisha nguvu zao zote. Mwisho wa siku, kwa mara nyingine tena, watu wa kambi ya nyumbani tu walilazimika kuweka matumaini yao kwa Hamza, licha ya kwamba Hamza hakuwa na deni la fadhila kwao. Isitoshe, kama ni mbinu ya upanga wa hiari, walishia kumuonyesha tu juu, na ni Hamza mwenyewe aliyegundua maana iliyo nyuma ya mbinu hiyo. Sasa yule mzee akasema ya kwamba mwanzoni mpango wangu ulikuwa ni kuua watu wa hizi kambi ambazo kiungo wake mkuu ni jemadari. Kwa nini ukaja na wewe na kutaka kufa? Fiona alionekana kushindwa kuvumilia maneno hayo, na pale akasema ya kwamba wewe mzee, babu yangu hajawahi hata kumuona jemadari anafanana vipi kwenye maisha yake yote. Babu yangu mwenyewe kuonana na jemadari ni ngumu sana kwake. Sasa kwa nini unatujumuisha sisi kama vile ni watu chini ya jemadari? Wewe ni mzee ambaye umeshachoshwa na maisha na unaona kuwa watu ndio namna pekee ya kurudisha furaha yako. Mzee akasema, binti, kama nilichosikia ni sahihi, wewe ndio utakuwa umechumbiwa na familia ya ukoo wa mzee kwa ajili ya mjukuu wa jemadari. Kama yeye mwenyewe amekuchagua, lazima kuna kitu anakitaka kwako. Mara baada ya mzee yule kuongea, pale alifinya macho yake na kwa umakini mkubwa alianza kuchunguza mwili wa Fiona. Hapo alionekana kuchanua macho yake, kama vile kuna alichoweza kugundua kitu cha kushangaza. Yule mzee kwa sauti ya chini akasema, kumbe ndio alichokuwa akilenga. Hakika mzee Simba mkongwe anajua kuchagua watu. Aliongea hivyo kwa sauti ya chini. Kila mmoja aliweza kusikia kauli yake na kufanya wote wawe katika hali ya maswali. Walijiambia, je, kitendo cha jemadari kutaka mjukuu wake kumwoa Fiona kulikuwa na maana iliyojificha? Sasa yule mzee akasema ya kwamba kama hiki ndio anachokitafuta, mimi siwezi kuruhusu kifanikiwe. Siwezi kuruhusu afanikiwe kabisa. Aliongea yule mzee. Na tunafahamu msikilizaji, jemadari taarifa ya mwisho aliyotoa kwamba kama Herman kashindwa kumwoa Fiona, basi Herman ana kaka yake. Kwa hiyo jemadari ameshindwa kabisa kukubali Fiona akienda kuolewa na mtu mwingine. Anapambana kuisha kwamba Fiona anaolewa aidha na Herman ama kaka yake na Herman. Huyo kaka yake mwenyewe na Herman hatumjui mpaka sasa hivi, japo tunakisia ni Hamza. Kwa jamaa amechunguza akaona kumbe ndio anachokitafuta. Mimi siwezi kuruhusu afanikiwe. Na mara tu baada ya kumaliza kauli hiyo, macho yake yaligeuka na kuwa makali kama wembe. Kwa kuchezesha miguu yake tu, alipotea alipokuwepo na ghafla akaibukia mbele ya Fiona na kufanya shambulizi la kufyatua kiganja cha mkono kwa kulenga paji lake la uso. Fiona, kama ilivyo kwa wengine, hakuwa kabisa na muda hata wa kushtuka. Ile anagutuka, mzee yule alikuwa mbele yake akitaka kumuua na alishindwa kujua cha kufanya ila kusubiri kifo chake tu. Kishindo kizito kilisikika. Ni muda ule wakati mzee huyo akitaka kufanya shambulizi, mwili wake wote ulitifuliwa na pigo na kufyatuka. Watu wote walijikuta wakipatwa na jasho la ubaridi, na mara baada ya kuangalia kwa makini walijikuta wakishangaa. Alikuwa ni mwamba Hamza. Katika hatua ya mwisho kama ile, alimshambulia mzee yule, kisha kauliza Fiona kwa sawa. Regina naye alishtuka na haraka alikimbilia aliposimama Fiona na kumkagua.
Fiona alikuwa bado na hali ya woga usoni mwake na alishia kuongea kwa namna ya kutetemeka, akasema niko sawa. Bila ya kuongea chochote, Reggie alimshika mkono wa rafiki yake na kwenda kujificha naye nyuma ya wanajeshi wengine. Wanafunzi wa kambi hiyo pia haraka sana walimzingira Fiona. Wote hawakutaka kuona akiuliwa na huyo mzee. Sasa mzee Mbale akasema kwamba Mr. Hamza, shukrani sana. Aliongea mzee Mbale akishia kujichukia yeye mwenyewe kwa kutoweza kumshinda mzee huyo. Kitu pekee ambacho aliweza kufanya ni kusimama kando na kumwangalia Hamza kwa hali ya shukrani na wasiwasi. Hasa mwamba Hamza akasema kwamba nilimwahidi Master Kiha nitamlinda Fiona kwa uwezo wangu wote, hivyo nitafanya lilopo ndani ya uwezo wangu. Alongevo Hamza huku akisimama mbele ya watu wote. Kawaida kwa shambulizi ambalo Hamza amefanya, kama ingekuwa ni askari wa level ya kawaida, kama vile mkandamizo wa nafsi, yani angemjeruhi vibaya mno. Lakini ingawa alifanya shambulizi hilo kwa huyo mzee, hakuonyesha kabisa ishara ya kuumia. Yule mzee katika vazi la kanzu alishia kumwangalia Hamza kwa mshangao, huku wakati mmoja akipangusa tone la unyevunyevu wa asubuhi kwenye mikono yake. Akasema kwamba nashindwa kabisa kuona nguvu zako za nishati, lakini bado umefanikiwa kunifanyia shambulizi. Inashangaza kwa kijana mwenye muonekano wa kawaida kama wewe kuwa na uwezo huu. Hamza naye akiwa na tabasamu akasema hata mimi pia nina shauku juu ya level uliofikia katika mafunzo ya nishati mpaka kuweza kuhimili shambulizi langu. Alongevo Hamza akiwa na tabasamu. Yule mzee mwenyewe macho yake yalionyesha hali ya kuvutiwa na Hamza. Akasema kwamba wow, inavutia. Siwezi kuona uwezo wako na pia huwezi kuona uwezo wangu. Ngoja tuone nani atakuwa wa kwanza kutumia uwezo wake wote. Mara baada ya kutamka maneno yale, ghafla tu mzee yule alianza kufunikwa na upepo wa kisulisuli kwenye mikono yake, na pale pale ni kama upepo ule ulitengeneza miale ya moto wa rangi ya njano, akiwa tayari kwa kushambulia. Hapa tunampa rest in peace nani? Na kile alichokichunguza kwa Fiona ni kipi? Na kwa nini ametaka kumuua Fiona mara baada ya kumchunguza na kugundua kwamba okay, kumbe jemadari ndicho alichokilenga kwa huyo binti? Fiona ni nani? Tukutane sehemu inayofuata msikilizaji. Tuone hii vita itaendaje, kama Master Cadet, Master Kiha mapigo mawili tu Cadet. Hamza je? Au wengine walioko hapo itakuwaje? Tukutane sehemu inayofuata msikilizaji. Langu jina ni Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.